Kabila sogea. Ni chama ndio anda takaniande ataanda mimi kwa ala kulli hal. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa ala jami' anbiya'illahi al-mursalin. Mimi kama mshia Ithna Asharia Jaafaria, kitu cha kwanza katika kujieleza, ningependa kwanza kueleza tasawur ya kishia kuhusu khalifa, kabla ya kueleza sisi tuamini ukhalifa ni kwa nini. Sisi tunaamini kwamba ukhalifa ni uendelezaji wa kazi za utumi. Sisi tasawuri yetu kuhusu ukhalifa, kabla ya kumwangalia ni nani ni khalifa, ni kwamba ukhalifa ni uendelezaji wa kazi za mtume, sio uendeleaji wa utumi, wa kazi za mtume. Na nafikiri haya yaweza kuthibiti kwa uchache tu tukilitokuwa katika neno la khalifa lenyewe, kwa sababu mtu akiwa una kazi fulani azitekeleza akanena fulani ni khalifa wangu, moja kwa moja sitofahamu kwamba ukhalifa ule ni kuendesha yale alokuwa akiendesha yeye. Na tukimwangalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa ana kazi nyingi akizifanya. Alikuwa akibaini Qur'an litubayina linnas. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni kiongozi wa majeshi ya Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni raisi wa dola ya Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ana kazi ya kubaini hukumu za Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ana kazi ya kulinda umoja wa Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ana kazi ya kuvunda zile shubuhat, yale matatizo yalikuwa yakitiwa na maadui wa Kiislamu kutaka kuukosoa Uislamu. Wakati tunapotaka khalifa, tunataka khalifa ambaye atatekeleza kazi hizi, isipokuwa tu yeye si mtume wala hatukui wahi, ana wahi. Na wakati tukizungumza khalifa wa kutekeleza kazi hii, ndio mimi nataka kulenga pointi hii, kwamba sisi hatuzengei khalifa kwamba ni rais peke yake wa kuketi kwenye kiti. Sisi tunazengea khalifa ambaye kwamba atatekeleza majukumu haya. Majukumu haya moja kwa moja ya faradhia kwa ule khalifa awe atakuwa na sharuti nyingi. Awe ni mtu atakuwa auelewa Uislamu, awe ni mtu atakuwa aielewa Qur'ani, awe ni mtu ataweza kurudisha zile shubuhati zinazotiwa, na masuala anayoulizwa ataweza kujibu, na kadhalika katika mifano kama hii. Kwa hivyo huyu ndio khalifa ambaye kwamba kwa tasawuri ya kishia tunayemzungumza. Pili, wakati sisi tunapozungumza khalifa katika Uislamu, hatufai kuzungumza khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali itabidi ile nadharia tutakao kuijenga ni nadharia ambayo kwamba itatekelezwa kila zama baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa ibara nyingine au kwa lugha ya kisasa, sisi tutafuta mfumo wa kisiasa wa Kiislamu baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo ni lazima ile itakubali ile nadharia tutakao kuitoa kuendelea, kwa sababu Uislamu waendelea na ukhalifa watakikana uendelee hapokuwa umekatika. Lakini lau kutafaradhiwa Waislamu watarudi wajitawali, ile jawabu tutakao kuitoa kule itaswilihi kutuendesha yeo. Ikimaanisha vitu kama hizi ili zikifahamika vizuri kwamba huyu ndio khalifa tunayemtaka, na nadharia tutakao kuitoa iwe itatumikia kila zama, tutabidi tuanze pale mwanzo ni nani khalifa. Sisi tunaamini khilafa ni kwa nas, na kusudia maana ya nas ni kwamba sharia ndio inaoingilia kubaini ni nani khalifa. Nikinena sharia, nafikiri ni kitu maarufu, sharia ikitaka kubaini zombo zake za kubainia ni zipi. Kwa hivyo hakuna nafasi ya khalifa kuwa ametauliwa au ni ijmai
au ni ikhtiyari au ni bai'a au kitu kingine. Ukhalifa ni nas. Na nikinena ukhalifa ni nas, kutakuja suala lingine, ni nani huyo ambaye kwamba amenasiwa? Sisi kama Mashia moja kwa moja tunanena ni al-Imamu Ali ibn Abi Talib, ndiye ambaye kwamba ametaguliwa kuwa ni kiongozi wa Kiislamu baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akitukua majukumu haya niliyozungumza kama khalifa. Na hii kwa ufupi ndio itikadi ya Kishia. Nafikiri ningelimaliza pia kueleza dalili, nifupishe kazi tusirudi kabisa. Dalili tunazozitegemea ni nyingi, lakini mimi nitatosheka na baadhi ya dalili, na kukihitajika mbeleni naweza kuongezea. Mfano, dalili ya kwanza, tuko na aya katika Qur'ani inayonena innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Aya kama hii, kama walivyoeleza mufassirin kwa kisa maarufa, kwamba kulingia maskini katika msikiti wa Madina na akawa aomba, na al-Imamu Ali akiwa huswali na amerukuu, na akatoa, nafupisha haraka zitu ni badihiyati zingine, akatoa pete yake sadaka, na yeye uko katika rukuu, ikateremka aya kama hii baada ya mtumi kuomba dua aliyomwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Nabii Allah Musa alikuomba akikwambia rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri. Baada ya kumwambia kitu kama hizi, na yeye akamwambia na mimi na kuomba kwa huyu al-Imamu Ali umjalie kwamba ni waziri wangu, na kama vile alivyokuomba Nabii Allah Musa. Wanena ndio ikateremka hii aya innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu, ikithibitisha wilaya kwanza kwa Mwenyezi Mungu, na wilaya kwa mtume, na wilaya kwa wale walioamini ambao wasimamisha swala na wakitoa zaka wakiwa wamerukuu, ikiwa ni al-Imamu Ali alayhi salam. Dalili ya pili katika sunna ambao pia ni maarufu ni hadithul Ghadir. Na hadithul Ghadir ni kisa ambacho kwamba chajulikana kilokuwa baada hajjatil wada, baada ya mtume kufika mahala pa mkuliwapo Ghadir Khum au al-Juhfa, na akasimamisha watu ambao muarrikhina wamekhtalifiana baina ya 90,000 mpaka laki na 20,000, na akatoa khutba ndefu mpaka mwisho akawa awauliza masuala kwamba nyinyi alastum tashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, mpaka mwisho akamwambia alastu aula bikum min anfusikum, wakimwambia bala, akanena faman kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, mpaka mwisho wa dua. Hii ni moja ambayo kwamba yathibitisha wilaya ya al-Imamu Ali alayhi salam. Hadithi ya tatu ambayo kwamba tuweza kuitaya ni maarufu kwa ina la hadithul manzila, ambayo pia hii ni maarufu katika ghazwatu Tabuk na mawaridi mengine, kwa sababu hadithi kama hii pia imezungumzwa katika sehemu ambazo si Tabuk. Tunakimwambia anta minni bimanzilati Harun au ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di fala yanbaghi an adhhaba illa wa anta khalifati. Katika baadhi ya riwayati imeongeza kipande kama hiki. Hii yote yathibitisha ile manzila ya al-Imamu Ali kwa mtumi, ambayo kwamba ikiwa yashabihishwa na manzila ya Nabii Allah Harun kwa Nabii Allah Musa, ikivuliwa utumi, kwa sababu baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hakuna utumi tena. Hadithi nyingine ambayo tutaweza kuithibitisha au kuthibitishia khilafa ya al-Imamu Ali kwa nas ni hadithu dar maarufu. Mwanzo wa da'wa, wakati Mwenyezi Mungu alipoteremsha aya yake wa andhir ashiratakal aqrabin, na mtume akamwambia al-Imamu Ali akusanye wale jamaa zake ambao kwamba walikuwa hukadiriwa takriban kwa watu 40, na siku ya kwanza sifaulu, siku ya pili Abu Lahabi akakata, siku ya Abu Jahali, mpaka siku ya tatu ikawa, na akazungumza maneno yake marefu, mwisho akiwauliza ni nani ambaye kwamba ataniunga mimi awe atakuwa ni ndugu yangu na ni khalifa wangu na ni wasii wangu. Akainuka al-Imamu Ali mara ya kwanza akamketisha, akainuka mara ya pili akamketisha, mara ya tatu akanena inna hadha akhi wa wasii wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u, huyu ndugu yangu na ni wasia wangu na ni khalifa wangu, mtiini na mumsikize. Hadithi nyingine ambayo kwamba tutaweza kuisaidia nayo, ingawa haiko moja kwa moja kwa al-Imamu Ali, lakini itukuzia unwani ya ahli albayt, akiwa
kitwa cha ahli albayt ni al-Imamu Ali alayhi salam, ambayo ni hadithu thaqalain, inni tarikum fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di kitab Allahi wa itrati ahli baiti. Mtume atusisitiza kwamba yeye endao amekurubia kuamkuliwa na Mola wake na ajibu, na yeye atuatia sisi zizito ziwili, ikiwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na kizazi chake ahli baiti zake. Pia tuko na hadithi ya ahli albayt kwa jumla, ikiwa al-Imamu Ali umo ndani, ni hadithu safina, ambao sote twajua itaambia mathalu ahli baiti fikum kamathali safinati Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa, ambao mfano wa ahli baiti zangu kwenu nyinyi ni kama mfano wa jahazi ya Nabii Allah Nuh, mwenye kuipanda ataokoka na mwenye kuiwata ataghariki na jahazi kama hiyo na apomoke. Katika hadithi ambazo kwamba zathibitisha wilaya ya al-Imamu Ali ni hadithi ya maarufu, man sarrahu an yahya hayati wa yamuta mamati wa yadkhula jannata al-khuld allati wa'adani rabbi falyuwali aliya min ba'di waliyuwali waliyahu waliyaqtadi bi ahli bayti fa innahum itrati khuliqu min tinati wa ruziqu fahmi wa ilmi fawailun lilmukaththibina bifadlihim ba'di la analahumullahu shafaat. Bao hadithi yatuambia ule atakayekufurahishwa kuishi maisha yangu kama nilivyoishi mimi na kufa kama nitakavyokufa mimi, kwa hivyo na mtawalishe Ali na amtawalishe ule wali wa Ali anayetawalishwa na Ali, na awafuate ahli baiti zangu kwa sababu wao ni sehemu katika mimi, wameumbwa na udongo wangu na wakaruzukiwa fahamu yangu na elimu yangu, na ole ni wale wenye kukanusha fadhila zao Mwenyezi Mungu asiwape shafaa yangu. Katika hadithi ya mwisho nafunga sema nitataja baadhi, nafikiri zitatosha hizi, kwa kutahitajika zaidi nitaeleza. Ni hadithi ambayo kwamba tuweza kunena haimtai al-Imamu Ali moja kwa moja, wala haitai ahli albayt, lakini ni hadithi ambayo kwamba katika ulimwengu wa tatbiq ukitaka kuitekeleza haina tafsiri isipokuwa ni tafsiri ya Kishia. Na hadithi kama hii ni maarufu, ambayo likana kwa mtume kuwa ametuatia viongozi 12. Maana hadithi kama hii imekuja kwa sigha nyingi, mara yanena 12 imaman, 12 khalifa, 12 waliya, na ina sigha nyingi imekuja bila ya kubaini, ingawa kuna baadhi ya vitabu zimebaini, lakini vitabu zikubwa haikubaini. Tukue hii ambayo haikubaini, tusema hadithi kama hii huwezi kuipatia tafsiri ya kukinaisha isipokuwa ukiwa utaitabik kwa nadharia ya Kishia. Bila ya nadharia ya Kishia, ima itabaki hadithi ya mtume ni bila ya tafsiri na bila ya utekelezaji, na sidhani kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam atatupa hadithi kwenye hewa ile itabaki ni kusoma, hatujui maana yake wala namna ya kuitekeleza. Ufupi, hii ndio tasawur ya Kishia kuhusu khalifa na imani kwamba ni nafsi, na hizi ndio dalili. Fikiri nimemaliza kwa upande wangu. nafasi mzungumzo pili ambaye ni Sheikh wa upande wa Sunni, naye atazungumzia yake. Ustaz Jafar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله الشرفاء وأصحابه النجباء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الوفاة، وبعد. tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia kufanya jambo kama hili kwa njia ya ndugu na mengine yote ambayo yamefuatia, na inshallah kama tulivyoanza, na Mwenyezi Mungu atatushuhudia kwamba nia zetu ni nzuri na atupe taufiki tupate natija ambayo ni nzuri, ambayo itaongoza Waislamu wote na sisi kwa njia ya aula. Hapa kama tulivyoelezwa, itikadi ya ndugu zetu Shia ni kuwa ukhalifa ni kwa nafsi, ambayo nafsi imetoka kwa Mungu ama imetoka kwa Mtume. Itikadi yetu sisi Ahlus Sunna wal Jamaa ni kuwa ukhalifa si nafsi, bali ukhalifa ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatia watu wakiendeshe na wateue wale ambao kwamba asilihi, kwa dalili ambazo kwamba nitazieta nyingi sana kama mtakavyokusikia.
Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kazi tatu akizifanya yeye zote. Mtume alikuwa na kazi ya utume, kubalighisha utume wake au kubalighisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akibainishia watu faradhi, akibainishia watu sunna, akibainishia watu halali na haramu. Na mtume vile vile alikuwa na kazi ya kupambana na kuirekebisha dola ya Kiislamu na kuihifadhi isiharibiwe na wenye kuharibu. Kisha mtume alikuwa na kazi nyingine ya tatu ambayo ni kazi ya siri, na kwa itikadi ya Ahlus Sunna ni kwamba kazi hiyo si yoyote ambayo waweza kuipata, nayo ni kazi ya kupata mambo ya ndani ambayo mambo hayo hakukalifishwa na Mwenyezi Mungu au balighishia watu, kama kuiwa siri za wanafiki, kuiwa na mambo mengine na mambo ambayo ni karama za kutupa mpaka ambazo mtu mwingine pengine hawezi kuzipata. Abi Huraira kama katika Sahih Bukhari anapotuambia, mmetukua zombo ziwili kwa mtume, kimoja mmekibalighisha, yani ni kubainishia watu faradhi na dini yao waifahamu, lakini kuna chombo kingine amenipa, lao nitakitangaza chombo hicho basi nitakata gorombo langu. Kwa hivyo hili ilikuwa ni kazi ya mtume pia anayo, na akimhusisha yule amtakaye katika masahaba zake. Na Imamu Zainul Abidin pia alikuwa naye. Tukianza kuingia katika sulbil maudhui kwamba ukhalifa ni shura si nafsi, tumeiona aya moja katika suratul Nuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh. Mwenyezi Mungu amewaahidi wale ambao wameamini katika nyinyi Waislamu kisha wakafanya na mema, atawafanya ni makhalifa katika ardhi, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowafanya wale makhalifa waliokuwa kabla yao. Wala yumakinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, na atawamakinishia, atawapekeshea kwa ndiye mpesi dini yao ambayo kwamba wamewaridhia. Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna, atawabadilishia baada ya kuwa na hofu kwao, atawapa utulivu na tumanina ambao watazipata katika nyoyo. Hii ni suratul Nuri ambayo iliteremka baada ya suratul Hashr, na suratul Hashr ni ile sura ambayo inaeleza kutolewa Mayahudi ndani ya Madina, na baada ya hapo mtume hakupata muda mrefu alifariki. Kwa hivyo katika tarehe mtume wakati wa mwanzo alikuwa na hofu kiasi kikubwa sana, kisha Mwenyezi Mungu akamwondoshia hofu mpaka akamwambia, wallahu yasimuka minan nas, Mungu atakuhifadhi na watu, ikiwa ni makafiri au ni wanafiki ama ni watu wengine, lakini aliambiwa Mungu amekuhifadhi na watu, huna hofu tena. Lakini hii ni aya ilipoteremka imetudulisha dalala mantikia kwa mantiki yake na mafuhumu yake kuwa Waislamu watapata hofu baada ya kufa mtume, kwa sababu hii ni wakati mtume alikuwa hana hofu. Tukafahamu kuwa hofu ni ile iliyompata Sayyidina Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, ambayo alifanya kazi kubwa sana wakati wa khalifa wake, na alikuwa na hofu kiasi ambacho Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye mwenye kusawirisha. Kuna watu wamekataa kutoa zaka, kuna watu wamekataa, yani wamertadi kabisa katika Uislamu, kuna watu ambao kwamba watakuwa piga vita Waislamu katika Mayahudi watakuingia kwa wakati ule, kuna jeshi la Usama bin Zaidi ambalo mtume ameahidi watu walipeke ile jeshi. Kwa hivyo ikawa ni hofu kila sampuli, lakini Mwenyezi Mungu akawafikia Uislamu ndio ukapata nguvu sana, na wale ambao kwamba walikuwa wanashaka shaka na wana ndia uzengea za kupata Uislamu wakangiwa na hofu kwa sababu ya msimamo wa Abu Bakar Siddiq. Kwa hivyo hii yathibitisha kuwa sinasun tashri'iyun, bali ni ahadi ambayo kwamba ni takwiniyo. Mwenyezi Mungu amekwambia wewe ukiwa na msimamo mzuri atakupa hilo jambo na atakutolea hofu na utapekesha ile mambo kwa njia ambayo kwamba ni mzuri. Waislamu wenye imani za kisawasawa wataridhika na jambo kama hilo. Dalili nyingine ya pili ni hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad bin Hanbal na Baihaqi katika kitabu chake Dalailun Nubuwa. Dalailun Nubuwa yani kueleza dalili za utume na miujiza yake na bishara zake alizozitoa kabla ya kufa. Atuambia, lamma dhahara Ali yawm al-Jamal, aliposhinda Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu siku ile ya Jamal alipopambana na Sayyidina Aisha, qala, alinena Sayyidina Ali, ayuha an-nas, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam lam ya'had ilayna fi hadhihi al-imara shay'an. Mtume hakutuahidi katika hunu amiri kitu chochote, yani mtume hakutuhusia katika hunu amiri kusimamia. Hata raaina min ar-ra'i an nastakhlifa Abu Bakar, mpaka tukaona katika rai tumweke khalifa wa Abu Bakar. Fa akama wastakama, akawa na msimamo na akalingana sawa, hata madhali sabili, mpaka kafa. Thumma ina Abu Bakar raa min ar-ra'i an yastakhlifa Umar, kisha naye Abu Bakar akaona katika rai yake amweke Umar. Fa akama wastakama, akalingana na akawa na msimamo Sidna Umar, hata daraba dinu bijirani, mpaka dini ikakamilika na ikayaa na ikawa na utisho sana katika ulimwengu. Hadithi hii
kama alivyoeleza amepokewa na Imam Ahmad na Baihaqi. Pia sikutosheka kwa njia ya usunni peke yake. Iko kipande cha mwisho hichi wa walia wali katika Nahjul Balagha, katika Gharibu Kalamihi Almuhtaji ila Tafsir, yani maneno yake Sidna Ali yale magumu ambayo yahitajia yafasiriwe, ni khutba ya 467 na sharh ya Ibn Abil Hadidi ya Nahjul Balagha ndo ametia kwa urefu sana. Na mwanzo wake ya haya maneno ya Sidna Ali bin Abi Talib kunena kwamba kuna wali alitawalia na akawa na msimamo mpaka dini ikakamilika. Nyuma alikuwa amemtaja Sidna Abubakar, lakini Said Ridha alitunga Nahjul Balagha, yeye alitosheka na kiliko hicho, ule kaikamilisha. Kisha pia hadithi kama hii iko katika Sawaikul Muhrika sahifa ya 27, vile vile katika Tarikhul Khulafai sahifa ya 7. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa amruhum shura bainahum. Dalili ya tatu ni aya ya Mwenyezi Mungu inayotuambia wa amruhum shura bainahum, mambo yao yote ni kushauriana kati yao. Hii ni sura Shura aya 38. Hii ni dalili ya aya kama hii, ni tamko lenyewe la dulisha kwamba ni am, yani jambo lolote ambalo kwamba halina nasi, haikuthubutu nasi, Waislamu wanandia wana uwezo wa kushauriana na kupitisha jambo ambalo kwamba litaonekana ni maslaha kwa Waislamu. Na walipoona kuwa hakuna nasi, ndio masahaba wakapanga wakamteua Sidna Abubakar. Na kushereheshewa zaidi au kufasiriwa aya kama hii, tumemwatia Sidna Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu atushereheshe. Katika hutuba za Imamu Ali atuambia, aliandika barua akampekea Muawiya bin Abi Sufyan, akamwambia innahu bay'ani alqawm alladhina bay'u Abubakar wa Umar wa Uthman ala ma bay'u alayhi. Si lingine, watu walionibai mimi, walionipoti mimi ni wale waliombai Sidna Abubakar na Umar na Uthmani kwa vile walivyowabai wao. Akaeleza maneno marefu, kisha akamwambia wa inna mashura lilmuhajirina wal ansar, na si lingine shura huko kushauriana ama huko kuteua ni kwa wale muhajirina ambao wamewahi kugura na wale ansari ambao wamepokea hao muhajirina, lakini si wewe Muawiya. Muawiya wewe si katika muhajirina wala si katika ansari. Kwa hivyo hao muhajirina na ansari fa inijtamau ala rajulin, wakimkusanyikia mtu, yani wakimteua mtu, wasamauhu imaman, wakamuita yule mtu kwa ni imamu, kana dhalika lillahi ridha, hiyo huwa ndio radhi ya Mungu. Hii ni nafsi saraha ya Sidna Ali bin Abi Talib atubainishia kwamba ukhalifa ni kuteuliwa na watu. Hii ni katika Nahjul Balagha katika Rasailu Amirul Mu'minina, yani barua za Amirul Mu'minina, barua ya 6 alompekea Muawiya bin Abi Sufyan. Na ukiangalia sharh ya Nahjul Balagha ya Ibn Abil Hadidi utapata yenye kuzidi kufahamisha na kukuelezea mambo kama haya. Dalili nyingine ya 5 ni hadithi iliyopokewa na Abdullah bin Abbas katika Sahih al-Bukhari. Abdullah bin Abbas atuambia Ali bin Abi Talib alitoka kwa mtume alipokuwa mtume aumwa, alipokuwa mgonjwa, katika ile maradhi yake ambayo atakufa mtume. Watu wakawa huyo kumuuliza Sidna Ali, vipi ya Aba Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vipi yamepambaukiwa mtume? Fakala asbaha bihamdillah barian ibn, yani Sidna Ali akawa hujibu watu kwamba hayambo, uendelee uzuri mtume. Kisha akaya Abbas ambaye ni babake huyo Abdullah bin Abbas, akia akamshika mkono Sidna Ali akamwambia anta wallahi baada 30 Abdul Aswa, na hapa kwa Mwenyezi Mungu wewe baada ya siku hizi 2-3 au hizi siku 3 utakuwa ni mja wa simba, yani utakuwa huna mpango. Wa inni wallahi la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawfa yatawaffa min wajhihi, na mimi na hapa kwa Mwenyezi Mungu simuoni huyu mtume kwamba atapona tena, na muona huyu atakufa. Hadha inni la arifu wujuha bani Abdul Muttalib inda al-maut, mimi natambua zile nyuso za bani Abdul Muttalib wakati wa kufa, yani mimi hutambua huyu hufa ama huyu bado. Idhhab bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falnasalhu, twende kwa mtume tumuulize, fi man hadha al-amru, ili jambo litakwenda nani? Inkana, yani ukhalifa utakuwa nani baada ya kufa yeye mtume? Inkana fina alimna dhalik, ikiwa ni letu tutayua, wa inkana fi ghairina alimnahu fa usabina, na ikiwa si letu tutayua atatuhusia mtume. Fakala Ali inna wallahi la insalnahu ila insalnaha Rasulullah, sisi mimi na wewe Abbas na hapa kwa Mwenyezi Mungu tukimuuliza mtume kuhusu khalifa, famanaanaha, akatukatalia mtume akatwambia si weno, la yu'tinaha an-nasu ba'dahu, watu hawatotupatena huno khalifa baada ya hapo. Wa inni wallahi la as'aluha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mimi na hapa kwa Mwenyezi Mungu simuulizi mambo haya mtume wa Mwenyezi Mungu. Hii ni hadithi katika Sahih Bukhari, babu maradhi nabii sallallahu alayhi wa sallam. Dalili nyingine ya 6
ambayo ya kutilia nguvu wa ukhalifa ni shura na kuteuliwa ni hadithi ni maneno ya Saidna Ali bin Abi Talib yaliyoko katika Nahjul Balagha, anautambia wala amri, yani amwambia Muawiya Saidna Ali, na hapa kwa muda wa umri wangu, na hapa mayamini yangu yani hayatokoma, na kufahamisha na kwambia la inkanatil imama la tanaqidu hatta yahdhuraha ammatun nas, ikiwa uimamu haupatikani mpaka watu wote wahudhurie katika huno imamu na hini voti, fama ila dhalika sabilu, basi hapo hakuna ndia. Lakini ni hili ninakufahamisha mimi, ahluha, wale wanaostahiki kuteua ambao ni muhajirina na ansari kama nilivyofahamisha nyuma, yahkumuna ala man ghaba anha, ndio watakao kihukumia wale ambao kwamba wameghibu hawako. Thumma laysa lishahidi an yarjia wala lilghaibi an yakhtara, kisha ule mtu aliyoko hawezi kurudi akaata tena akanena staki tena mmeghairi, kama zama za mipira na siku zingine. Wale ambao kwamba hako hawezi kuwa na khiari madamu watu wengi wale wanaostahiki wamevoti. Hii ni khutba ambayo iko katika Nahjul Balagha, khutba Abu Amir al-Mu'minina, khutba ya 173. Dalili nyingine, taban tumfahamu mtume sisi Waislamu ni mtu alikuwa na hikma, ni mtu aliyekuwa hakuna mwenye harakati yoyote yaweza kufanya mambo ambayo ameyafanya yeye mtume. Wakati mtume alipokuwa mgonjwa sana, mpaka wanazuoni wengine watuambia alikuwa hupata fahamu akikosa, alitoa maneno fulani ambayo yadulisha kuwa mtume hakumweka mtu awe naibu yake. Mtume alituambia tawali waambie Waislamu, shay'u jaisha Usama, lipekeni jeshi la Usama au lishindikizeni jeshi la Usama. Kwa hivyo mtume kama ule alipokuwa na akili, alipokuwa na nidhamu, alipokuwa ameendelea kuliko yoyote anayedai katika ulimwengu huu kwa ameendelea, hatompata mtume. Kisha lao angelikuwa amemweka mtu yeye kwa kuwa ndio naibu yake, basi angelikuwa yeye lazima amwambie ule kotini yake au naibu yake alifanye jambo kama lile. Kwa hivyo alipotumia dhamiri ya jamu akawaambia Waislamu wote, yani khitabi ikawa ni ama sio khasa, ni pekee jeshi la Usama, tumeiwa kwamba mtume hakumweka mtu ambaye atakuwa ni mwenye kupekesha mambo yake. Nyingine dalili ni hadithi, yani hii ni shay au jeshi la Usama ni mutafaqun alayhi, Ahlus Sunna wamepokea na Mashia pia wamepokea. Kisha hadithi nyingine ni mtume alipokuwa mgonjwa, jamaa wakaya kina Bilali wakamwambia, haya mtume sasa nyata kusalisha. Mtume akamwambia, muru Abubakar falyusalli bin nas. Inshallah nitakoma hapa na muda wangu wa kuuliza masala na kujadili mengine yaliyotangulia. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Kulingana na ratiba au barnamiji tuliyopanga mimi na al-akh Alibuno, sasa tutarudisha nafasi hii kwa mzungumzaji wa kwanza ambaye ni Ustadh Idrus aweze kuyajadili, kuyajibu, kuyakosoa hoja ama dalili zilizotolewa na Ustadh Jafari kwa kiasi atakachoweza. Nafikiri katika kuzijadili hizi dalili nitafuata njia tatu. Njia ya kwanza nitajaribu kuzifuata moja baada ya moja, na niweza kuzitanganya kwa ajili ya kufupisha wakati. Nitazitanganya kwa sababu nimeona baadhi ya dalili za fanana, na baadaye hii itakuwa ni munakasha tafsilia, dalili baada ya dalili. Baadaye nitakuwa na munakasha na asli ya fikra ya shura kwa jumla, sababu kama alivyotuambia al-akh kwamba itikadi ni kwamba ukhalifa ni shura. Tatu, nitakuwa na munakasha naweza kuwa mkuu tatbiqia, vipi ilitekelezwa hini shura. Hizi munakasha tatu nikianza na kuzipitia hizi na kutunga wakati, nafikiri katika mukaddima aliyoitoa al-akh sioni kama kuna ikhtilafu yoyote baina yetu. Si zitu ambazo kwamba zagusia mada, yani masala ya wadhaif za mtume na nini. Mimi nataka hii aya hii, la yastakhlifannahum fil ardh, ambayo ndio dalili ya kwanza. Hii aya na mfano wa aya hizi ziko nyingi. Hata Adam, Mwenyezi Mungu alipomwambia malaika, inni ja'ilun fil ardhi khalifa, au kuna aya nyingine inaambia wa huwa alladhi istakhlafakum fil ardh. Nafikiri hii aya iko nje na mada kabisa, yani haiko katika masala ya ukhalifa huu tunaokusudia sisi, bali hii aya iko katika kutuzungumzia ukhalifa wa ardhi, kwa maana Mwenyezi Mungu ametuweka sisi duniani tukiwa ni makhalifa, na ukhalifa huu wamhusu kila mtu,
haumhusu fulani. Kila mmoja katika sisi hapa ni khalifa, kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu ametuweka katika ardhi tuamirishe ardhi, na tumepewa kazi ya kutekeleza hukumu za Mwenyezi Mungu na kusimamisha hukumu za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo naweza kunena kwamba aya kama hii ni baidu na mada. Pili, katika hii aya kumetumika istilahi mbili mimi sikuzielewa. Istilahi ya ahdu takwini na nafsu tashri'i. Kwa sababu ikiwa tutakusudia takwini kwa maana inayotumika na wanazuoni mara nyingi kwamba takwini ni narudishwa kwenye inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, ni yale mambo anayoyaingilia Mwenyezi Mungu kuyatendesha. Haya ndio huankuliwa ni umurun takwinia, kama uumbaji, uteremshaji mvua. Tukizungumza tashria hii tutazungumza sharia ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba wewe una khiari ya kutekeleza na kutotekeleza, lakini katika takwini ni mambo hayako mkononi kwa binadamu. Sasa hizi istilahi zilipokuja zikatumika hapa hazionyeshi kwamba zina muumano na hii aya, kwa sababu aya ikiwa litafasiriwa kwa maana ya ahdu takwini itarudi katika ile nilonena mimi, ni maana Mungu ametuumba sisi katika ardhi, akatujalia sisi ni makhalifa na akatupa kazi ya kuendesha mambo katika ardhi, kiwa kusukudiwa takwini kwa maana hii. Tukirudi katika hadithi iliyozungumzwa ambayo ni dalili ya pili, ambayo ni hadithi ya Ahmad bin Hanbal na Baihaqi katika Dalail an-Nubuwa kumnaqili al-Imam Ali. Nafikiri mimi katika mpangilio hii taifanya ya tatu. Nitataka kumaliza Qur'ani kisha niingie katika riwayat. Nitakwenda kwenye ya tatu, wa amruhum shura bainahum. Hii aya niko na mulahadha zitakazofuatia. Al-akhir nena hii aya inadurisha umum kwamba mambo ya Waislamu yote ni kushauriana baina yao, lakini aya haituelezi kwamba ukhalifa yataka tushauriane. Na kariria aya yazungumza mambo ya Waislamu yataka wafanye nini? Washauriane. Haizungumzi ukhalifa wataka nini? Ushauriane. Hii ni nukta ya kwanza. Sasa sisi tukitaka kuthibitisha hii aya kwamba ni katika mambo ya kushauriana, itabidi kwanza tupate dalili nyingine, sio hii aya, ya kuthibitisha kwamba ukhalifa katika mambo ya Waislamu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu katika aya nyingine atuambia, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim. Haikuwa kwa mu'min mwanamume wala kwa mu'min mwanamke wakati Mwenyezi Mungu akihukumu jambo lolote hawakuwa na khiari katika hayo mambo yao. Kwa hivyo yaonesha haya mambo ya Waislamu yako sampuli mbili. Kuna mambo ambayo kwamba Mungu amehukumu, kuna na mambo ambayo kwamba Mungu hakuhukumu. Mambo aliyohukumu Mungu Waislamu hawana khiari. Mambo ambayo kwamba Mungu hakuhukumu Waislamu ndio wana shura. Sasa mimi nauliza suala, ukhalifa katika yapi? Katika yale aliyohukumu Mungu au katika ya Waislamu? Kuthibitisha moja katika haya mawili yataka dalili nje ya hii aya, kisha ndio turudi tutabik aya. Wa illa tukiwa tutathibitisha ukhalifa kwamba ni shura kwa nafsi ya aya, itakuwa ni tamassukum bil aam fi shubha al misdaqiyya. Itakuwa sisi tushika dalili aam katika kuthibitisha maudhui yake. Nitatoa mfano. Wewe ukiwa na aya ya kwambia tembo ni haramu, kila tembo ni haramu, ukapata mai katika gilasi ukashuku hili ni tembo au si tembo, aya ya kwambia kila tembo ni haramu, huwezi kuitumia hii aya kuthibitishia kwamba hili ni tembo. Itakubidi utafute dalili nyingine kwanza uthibitishe kwamba hili ni nini? Ni tembo. Baada ya kuthibiti hili ni tembo ndio utanena tembo ni nini? Ni haramu. Hii ni katika kujadili aya kama hii. Kwa hivyo hii aya yataka mukaddima nje ya hii aya ithibitishe kwamba ukhalifa ni katika mambo ya Waislamu, ambao kwamba sisi tunanena ukhalifa ni katika mambo alihukumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa haingii katika aya kama hii. Ama dalili ya 4 kabla siarudi kwenye ya pili, kwa sababu dalili ya 4 kama katika kuandika nimeandika makosa. Mimi nilifikiri hii dalili ya kwanza, kisha katika kutaya hesabu nimefanya iltifati. Mimi nimeiona ni kama taidi ya hii aya, ile khutba ya nani? Ya Imam Ali alayhi salam. Ilikuwa imetajwa kama sura ya kuaid hii aya, kisha nimeona kama imefanywa ni dalili mustaqil. Hii khutba ya al-Imam Ali na mingi katika maneno ambayo mwisho nitayatanabahisha, mengine yarudi kwenye khutba hii ni yamo kwenye khutba kama hii
tarudisha kwa jumla. Hii khutba iko katika Nahjul Balagha na iko katika kitabu kingine cha mkuliwa, kitabu Siffin, na kimetungwa na Nasru ibn Muzahim. Na hii khutba katika Nahjul Balagha iko nusu, yani kuna karibu mstari imeelezwa katika kitabu Siffin, hapa haiko. Khutba hii ya al-Imam Ali haithibitishi kabisa shura. Kwa nini? Kwa sababu hii khutba kama alivyotangulia al-akh ni barua ilikuwa yapekwa kwa nani? Kwa Muawiya. Na ilitolewa khutba hii wakati kulipokuwa kuna khilafu baina ya Imam Ali na nani? Na Muawiya, kwamba Muawiya hamkubali al-Imam Ali. Kwa hivyo hii khutba ilikuwa itukuzie sigha ya mjadala, itukuzie uslub wa mjadala. Na uslubu wa mjadala siku zote hutumia qadaya musallama, haitumii qadaya yaqiniya. Mara nyingi qadaya musallama ni wakati wewe ukimjadili mtu wampa dalili yeye aikubaliyo hata kama wewe huikubali. Ndipo pale sisi tunapowajadili wa Kristo tukawapa Bible. Haimaanishi shekhe wetu anaposimama akazungumza Bible kwamba yeye aiamini hii Bible iliyo, kwa sababu hii ni muharraf. Na ni makosa arudi Mkristo anene kwamba wewe ulitoa aya kwenye Bible kwa hivyo wewe aiamini Bible. Hii inaitwa ni ilzamul hujja, ni kumlazimisha ule mtu. Na kutilia nguvu haya nataka kurudi kule kwenye kitabu Siffin. Imam Ali amemwambia akimwambia Muawiya, amma ba'd faqad lazimatka bay'ati wa anta bisham li'annahu bay'ani alladhina bay'u Aba Bakr wa Umar. Paka mwisho akaeleza yale maneno. Kwa hivyo hii sigha yote al-Imam Ali ataka kumwambia, si amenibai mimi Zubair na Talha, si amenibai mimi masahaba wa muhajirina na ansar, kwa nini wewe wapinga khilafa yangu? Nyinyi si wale mnenao kwamba mtu akishakubaiwa na muhajirina na ansar huwa beia yake imepita, huwa ukhalifa wake umethubutu, huwa Mungu ameridhika? Si ni nyinyi mnenao maneno kama haya? Sasa mbona wewe wakataa kuingia chini ya toa yangu? Hii ndio khutba ya Imam Ali. Nataka kufikisha wakati kwa sababu niko na nukta nyingi. Kwa hivyo khutba ya Imam Ali iko na ilzamul hujja. Na sijui kwa nini ile khutba hii yatukuliwa mtu wa kwanza alianza kustadili na khutba kama hii ni mwenye sharhi Nahjul Balagha Ibn Abi al-Hadid, na kila alikuwa baada yake akamfuata yeye. Sijui kwa nini yeye Ibn Abi al-Hadid hakuiona ile nyingine iliyoko kwenye Nahjul Balagha ambayo Imam Ali anena laqad taqammasaha Ibn Abi Quhafa wa huwa ya'lamu anna mahalli minha mahall al-qutbi min ar-raha yanhadiru ilayya sayl wa la yarqa ilayya tayra. Sema Abu Bakar ameuvaa ule ukhalifa na yeye ayua mahala pangu mimi kuhusu ule ukhalifa. Akaketi nao, mwisho akaupeka kwa wapili akaujalia kwa sita, akidai kwamba mimi ni mmoja wao, mpaka mwisho yulikanao kwa ina la khutba shakshaqiyya na ghairuha min al-khutab. Hii ni kuhusu khutba ya Imam Ali. Tukirudi katika hadithi ya Ahmad ibn Hanbal fi Dalail an-Nubuwah kuhusu al-Imam Ali, amenena kwamba mtumi hakutuahidi sisi kuhusu imara kitu chochote. Kisha al-akh akanena kwamba haya maneno yako kwenye Nahjul Balagha, lakini mwanzo wake hayamo, yako mwisho wake. Na nafikiri kile kipande cha mwisho aliokitaja kiloko kwenye Nahjul Balagha itakuwa hamuna yale ya kuthibitisha kwamba Imam Ali amenena hii imara si ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno yagongana na hadithi ambazo kwamba mimi nimezitaya, hadithi nyingi. Haya maneno yagongana na yeye mwenyewe Imam Ali alayhi salam wakati alipokuwa akidai kwamba ukhalifa ni wake. Haya maneno yagongana na sera ya al-Imam Ali. Ikiwa yeye al-Imam Ali ikiwa alaamini kwamba huu ukhalifa haukupoa mtu, zile suluki zake zilokuweko wakati wa ukhalifa tutazifasiri vipi? Za kudai kwamba ni yeye, za kukataa ule ukhalifa, za kujadili wale waliotaguliwa, haya tutayafasiri vipi? Dalili ya nne ni ya Abdullah ibn Abbas kutoka Bukhari, ambao inasema al-Imam Ali wakati Mtume alipokuwa hawezi, akiulizwa na watu kuhusu hali yake, akanena hayambo. Akaya Abbas akamwambia, wewe ni Abdul Asa. Na al-akha kafasiri kwamba wewe utopata kitu
baada yake. Na mimi hapa nina mulahadha muhimu ambao kama sitaki kutoka kwenye mada tawata, lakini kuhusu hii hutopata kitu ilionenwa na Al-Abbas. Ukanena al-Imam Ali akakataa kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kama inavyonena hadith, kwa sababu ya kucha, ili Mtume akiwa atawaambia si wenu itakuwa hawaupati tena. Isigha ya hadithi itukuzie madhumuni kwamba hii hadithi si ya ukweli, iwe kwenye Bukhari iwe kwenye Muslim. Kwa sababu vipi tutatasawar kwamba Imam Ali aacha kwenda kumuuliza Mtume hukumu ya kitu muhimu, kwamba yeye atatengwa asiyekaambiwa wewe humo? Yani mimi sifahamu kitu kama hiki. Yani al-Imam Ali aogopa kuingia kwa Mtume kumuuliza ukhalifa mwanani, ili Mtume asiyakamwambia si wako ikawa hataupata tena. Hii lugha mimi namnazi al-Imam Ali kuwa atakuwa na mawqif kama haya, hata kama hadithi imepokewa na Bukhari au imepokewa na Muslim, kwa sababu al-Imam Ali hawezi kucha kwenda kuuliza hukumu shar'i, kwa sababu atavuliwa yeye, yaonesha atakuwa ana ubinafsi, ana umimi na utaka yeye ule ukhalifa. Kwa hivyo yaona fadhali mambo yabaki kinya kinya ili apate kunyakua yeye. Hizi ni lugha kama zaonesha kuna tamaa, kuna na kucha kwenda kuuliza hukumu shar'i, ambao al-Imam Ali ni ule tumu wao kwamba kila kitu alikuwa akimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukia katika dalili ya 5 katika maneno ya al-Imam Ali katika Nahj al-Balagha, alonena wala umri au wala amri in kanat al-imama la tanaqidu bihuduriha ammatun nas walakin ahluha. Haya yote ni kama yale maneno ya khutba yalopekewa Muawiya. Yani al-Imam Ali uko kwenye kuzungumza kwa mantiq inayoenea Madina, inayoitikadiwa na maswahaba baadhi kwamba ukhalifa venda kwa zipimo hizi. Kwa hivyo yeye wakati akijadiliana nao, na ukitamani khutba hizi Imam Ali nyingi amezizungumza wakati yeye amekuwa khalifa. Yani baada ya kuwa khalifa wa kwanza shakufa, wa pili shakufa, wa tatu ndio amezungumza lugha kama hizi. Huwezi kupata lugha kama hizi wakati wale wako hai. Yani hakuzungumza maneno haya wakati Abu Bakar ni khalifa, hakuzungumza maneno haya wakati Umar ni khalifa, hakuzungumza maneno haya wakati Uthman ni khalifa. Utakuja kuzipata hizi ni khutba baina ya yeye na Muawiya nyingi, au baina yeye na Amr bin al-As, au baina na yeye watu wa Siffin. Kwa hivyo alikuwa awajadili kulingana na sera ya wale makhalifa iliyopita, ambayo wao waiamini. Haya maneno yote al-Imam Ali ayasuka kuyaekeza kwa wao. Nikaenda katika dalili ya 6 ya shay'u jaisha Usama, ambao al-akh amestadili na aya kama hii, ingawa mimi naiona ni karibu kiasi kikubwa sana, haihusiki kabisa na haya tuliyoko sisi, kwamba Mtume aliwaambia watu waende kwenye jeshi la Usama na wahutubu watu wote. Al-akh akataka kwamba lau kulikuwa kuna khalifa, ingelikuwa ni Mtume amwambie ule khalifa awaamrishe wale waende na jeshi la Usama. Nadhani Mtume alikuwa hai hata kama una maradhi, na Mtume akiweko hai mansibi iko kwa Mtume, yeye ndio qaidul juyush. Hata kama kuna imamu ametaguliwa, Imam Ali haufanyi kazi imamu wake kama Mtume yuko hai, kwa sababu yeye ni mfuasi wa Mtume, yeye atakuwa kazi kwa Mtume. Sioni kwamba kuna dharura kwamba Mtume wakati ule alikuwa amwambia Imam Ali liamrishe jeshi la Usama, ili ndio sisi tuthibitishiwe kwamba Imam Ali ndio nini, ndio khalifa. Sidhani kama khalifa utakaotolewa kwa dalili namna hii, baada ya kuwa Imam Ali ashanasiwa moja kwa moja bila ya kuambiwa amrisha jeshi asiamrishe. Pili, yataka ufahamu kwamba katika jeshi Usama Imam Ali hakutiwa. Nukta ambayo nitakuizungumza ni kwamba Imam Ali hakutiwa kwenye ile jeshi ambao lilikiongozwa na Usama, ni kijana wa miaka 18 au 20, na kibaru sahaba wote walikuwa tahta ya lile jeshi, kuanzia khalifa wa kwanza mpaka wa pili mpaka kushuka chini, isipokuwa Imam Ali hakuweko. Kwa hivyo wakati kukitoka amri kwamba hili jeshi lende, ile amri mwanzo ilikuwa haimhusu Imam Ali, na hii kuna nukta muhimu ya Imam Ali kutotiwa kwenye ile jeshi. Na ukitaamali sera ya Mtume utaweza kupata kwamba si rahisi Imam Ali kutumwa kikosi akawa yeye uko chini ya mtu. Nimetanabahishwa nukta moja kwamba al-akh alizungumza akikusudia riwaya kama hii, ni kwamba hii amri yaikezwa kwa watu wote. Sahihi, amri yaikezwa kwa watu wote, waliandalie jeshi la Usama lende. Ndio ni yani sisi tuko kwenye ukhalifa, watu waamrishwa waandalie watoke kwenda. Sasa mimi nina swala,
ikiwa watu wote waamrishwa walitoe jeshi la Usama, nani atakatoke? Watu waamrishwa waliandae, kwa hivyo mwenye kuandaa sio mwenye kwenda. Wanaoamrishwa wote na waliokwenda nani? Kwa hivyo hakukuwa na maana kwamba watu waamrishwa ili walipeke jeshi, ili tutafahamu kwamba watu hawa mara nyingi wameatiwa mambo kuendesha. Ile amri ilikuwa ni wao watoke wote. Wa ila itanibidi unikasimie kwamba ni nani hao waliopewa kazi wakaamrishwa walitoe jeshi la Usama, na hao walioambiwa wende kwenye jeshi la Usama wawe ni wengine. Wa ila wale waliokwenda ndio hao walioambiwa wende. Tukirudi katika dalili ya 7 ya kuhusu swala au ya 8, sababu zangu ziko makosa nyingine. Swala ya 8. Swala kihakika nafikiri itakuwa pia tumetoka kwenye mwongozo, kwa sababu al-akh alipozungumza mwanzo anena wao itikadi yao ni shura, na maana ya shura ni kwamba mtumi hakutoa. Ikiwa yeye akusudia, nitatoa ihtimali mbili, kwamba Abu Bakar aliamrishwa kuswalisha ni dalili kwamba yeye ni khalifa kama wanavyodai baadhi ya ulamai wa ahli sunna, hiyo ni ihtimali. Lakini nafikiri al-akh katika kuzungumza yeye hii hadithi, ikiwa sikukosea sawa, na ikiwa nimekosea atanirekebisha kumnakili vile alivyozungumza, akusudia kama alivyokusudia hii masala ya shay'u jaysha Usama, kwamba muru Abu Bakrin falyusalli binnas, muamrisheni aswalishe na watu. Itakuwa ni dalili pia ni kuwaambia watu wamwambie Abu Bakar aswalishe. Sasa mimi nataka kuuliza, ikiwa mtume awaambia watu wamwambie Abu Bakar aswalishe, haya maneno yana natija gani kuhusu khalifa? Na nikitaka kukumbusha maneno nilozungumza nyuma kwamba sisi twazengea khilafa, twazengea kiongozi, twazengea mtu ambaye kwamba watu wamekhtalifiana, ni lazima mtume akiwa ataka kutupa zitu kama alivyonena al-akh, mtume alikuwa ni hakim na ni mtu aweka kitu mahala pake, atupe muongozo kamili, sio atosheke na kurusha neno mwambieni fulani aswalishe, atubakishe sisi tu hatuyui kule kuswalisha kulikuwa ni ukhalifa ama ni vipi. Yani zitu ni lazima ziwe wazi, wa illa tuweza kunena wakati khalifa wa pili alipopijwa na ule nani majusi huyo Abu Lu'lu'a, akawa huko kitandani una maradhi, aliamrishwa Suhaib aswalishe kipindi kile. Sasa je, tunaweza kufahamu kwamba khalifa wa pili ilikuwa alenga kwa Suhaib awe ni khalifa kwa zitu namna hini? Pili, mtume katika haya maradhi ya mauti, si pale alinena kwamba mimi nipani karatasi na kalamu niandike maneno ambayo kwamba hamutopotea. Khalifa wa pili akamwambia huyu hupuzukwa huko kwenye maradhi, innahu yahjuru, au katika baadhi ya riwaya ghalabahul waja, maradhi yamemzidi. Je, haya maneno ya kumwambia nenda kaswalishe hayakuwemo katika ile ghalabahul waja? Hayakuwa ni maradhi yamemzidi? Kwa nini haya yakawa yatapiwa yale ya eteni karatasi, watu wakawa watapinga kwamba huyu mtu uko kwenye maradhi, na amri hii aliitoa katika maradhi kama yale? Sawa. Hili suala la kuwa lazima yani iweko nasi katika uimamu, ama ni lazima Waislamu, yani tabana Waislamu lazima wafuate sheria ya Mungu na Mtume. Ikiwa kuna nasi ya Mungu ama ya Mtume amebainisha kwamba Sayyidina Ali awe ndo khalifa ama imamu, kisha kina Sayyidina Abubakar watoke katika ile amri ya Mungu na Mtume, tabani bikuli saraha, watu kama hawa tutawakuwa hiyo katika Uislamu. Mtu mwenye kuipinga nasi ya Mungu au sunna ya Mtume ni mutawatir. Maliza swala leo. Sisi kwanza, swala zuri yani, ndio mara nyingi hualiko. Kwanza sisi kama Waislamu hatuna jukumu la kunena aliyokhalifu nasi atakuwa honguliwa yeye, hatakuwa wadhifa huo. Hayo ni masala ya Mungu. Sisi jukumu tulonalo ni kwamba hii nasi imethibitisha, haikuthibitisha. Kirubenelewa zote. Hadithi imethibitisha, haikuthibitisha. Lakini iwe maswahaba wali khalifu au kuikhalifu, hayo watajibu wao kwanza. Na haya lau hilo litakuwa ni suala la kukataa nasi kwa sababu tu kuna maswahaba fulani wali khalifu, itabidi tukatae mengi.
kwa sababu hadithi zote kama wewe unavyoamini Imam Ali alayhi salam vile alipokuwa kwa itikadi ya Kisunni, hakuwa ni mtu muovu, alikuwa katika maswahaba watukufu, na kuliweza kusimama maswahaba wakampiga zita. Jumla ya hadithi zote zilokuweko, man ahabba aliyan faqad ahabbani wa man abghadha aliyan faqad abghadhani, jumla ya hadithi alizozinena Mtume, Ammar taqtuluhu fi'atul baghiya, na watu wakapigana na Imam Ali na Ammar, kwa Imam Ali na Ammar akauawa, na huku kulikuwa kuna maswahaba, kuna mpaka kina Amr bin al-As. Kwa hivyo jambo la maswahaba kukhalifu amri za Mtume swaraha halikuwa geni kwa ukhalifa, umenifahamu, yalikuwa ni mambo yamezoeka na mingi. Ukia tu katika masala ya raziyatu yawmul khamis, raziyatu yawmul khamis, Mtume awaambia nieteni kalamu na karatasi, na nusu ya maswahaba wakakataa kumpa kalamu na karatasi. Wale walikuwa ni maswahaba wa khalifu nasun sarih. Ukia katika jeshi Usama, jumla ya mikazo yote aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akalani akanena la'ana Allahu man takhallafa an jeshi Usama, na hapo watu wakatoa sababu, kukapigwa kambi, pengine Mtume atakufa, tusendeni tusirudini sui yao na jeshi la Usama lisende. Kwa hivyo ukisoma tarikhi ya maswahaba utapata kwamba mambo mingi ya Mtume swaraha yalikhalifiwa. Kwa hivyo wana jukumu gani, wana nini, mimi hayanihusu, Mungu ndo atajua atawafanya kitu gani. Lakini mimi jukumu ndio nalo mimi ni kwamba mimi ile hadithi imenifunukia wazi, wao walikhalifu ni wao, lakini mimi kama Muislamu na nitafuata hadithi kama ile. Lakini hapo sasa, naam, sasa ikiwa itakuwa namna hiyo mathalan, kisha itakuwa mtu mwingine yote ambaye kwamba ni mchaji Mungu ama ni muyuzi wa Kiislamu asali nyuma yake mtu kama huyo, ama afikiane na wao, wala takanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, usipondokee, msifanye urafiki na wao, msitangamane na wao, kwa sababu ule moto wao hawako na nyinyi utawapata tu. Unajua masala ya hizi suala mimi nimekupata wewe kwenye fikra gani, na mimi nitaitawanya kwenye meza. Sawa, isiwe na istinbaqi nyingi. Mushkili uko kwenye suala kwamba ikiwa ni hivi, kwa nini Imam Ali alitaamali na hawa watu? Kwa nini Imam Ali aliswali nyuma ya hawa watu? Sio yao hapo. Kwa nini kadhaa, kwa nini kadhaa? Tatizo ni kwamba sababu za Imam Ali kwanza kusalim amri. Mimi naita kusalim, si kubai kwanza, kama alivyonena yeye mwenyewe, la usallimanna ma salimat umurul muslimin. Na ukirudi katika ansabul ashraf cha Baladhiri, baada ya kutoka vundu la murtadina kina Musailamatul kadhab na mfano wa Musailama, ikawa ni Waislamu wamemwona Imam Ali amekataa kubai, inavyoeleza ansabul ashraf, wakawa hawakuwa pesi kutoa panga zao kwenda kupigana jihadi. Ndipo khalifa wa kwanza amtume khalifa watatu, nenda kwa Ali uzungumze naye au uokoe Uislamu na umma, na watu hawataki kwenda jihadi. Al-Imam Ali baada ya kupata habari kama hizi, sisi tuko na hadithi wala zitatukataa kutangamana na madhalim, zitatukataa kuwategemea, lakini pia Uislamu uko na qaidatu tazahum. Qaidatu tazahum yamaanisha taqdimul aham ala almuhim, yani wakati kukiwa kuna hukumu mbili, kuzitii zote mbili huwezi. Sawa, wewe kuna mtu ataka kughariki fani na huwezi kumuokoa mpaka uje kidao, una kidao wewe, wakati ule sharia yakwambia ikiwa kuokoa maisha ya mtu ni bora kuliko kinini kujepa kidao. Kwa hivyo wewe kuwaweza kujepa kidao, na wakati ule hatuwezi kuyana hadithi za kwamba asariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma. Kwa hivyo Imam Ali kuingilia katika masala ya ukhalifa alikuwa aingilia kwa maslaha ya inqadhul Islam, kwa sababu yeye ayua lau nizai kama ile itaendelea na au atapigana kama wengine wanaenda, kwa nini asipigane? Huya masuala mingi, kwa Imam Ali shujaa ni nini, ingelikuwa si faida kwa Imam Ali wala si faida kwa Abubakar, kwa sababu Abubakar alikuwa ana nguvu na Imam Ali ana nguvu hizi mbili zikipigana, huku wamezungukwa na Rum, huku wamezungukwa na Furs, huku ndani kuna nani wanafiki, huku kuna murtadina, ilikuwa ni wangalikosa wote, umenifahamu? Kwa hivyo al-Imam Ali akaona atanazal na ile haki ya khilafa kwa ajili ya maslaha aham ya Uislamu wenyewe. Kwa hiyo utakuwa khalifa wa Uislamu, Uislamu kiwa hakuna tena kama khalifa utakuwa na maana gani? Kwa hivyo Imam Ali akaingia katika hizi kadhia katika kuweza kuhifadhi ule Uislamu. Hata yeye mwenyewe anena fasabartu wa fil aini qadha wa fil halqi shaja, yani alikuwa avumilia na uko tayari kuteremka na zitu, na huku achomeka, na huku aona kwamba vile mambo yanavyokwenda, ikabidi yeye atashirikiana na hawa watu. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, sisi tutataka mara nyingi tukimzungumza Imam Ali au masahaba kwa jumla, tusiathirike na dhihnia ya zita zetu.
Yani mfano mimi na wewe sasa yao lau tuteta kisisi, manake itakuwa mimi mathalan nimekuona kesho wewe utukuzie bloki uenda kujenga msikiti, mimi kichuki zetu za kibinafsi unaona nitamani ule ukuta uanguke ili tu nipate kukufanya nini, kukukejeli. Lakini Imam Ali zita zake na makhalifa hazikuwa ni zita sampuli hii, kwa maana amekuya Abu Bakar mathalan amshauri kwamba jeshi lienda kupigana, mimi nende au siende, ilikuwa haendi kichuki, kwa maana yani mimi tukue ni advantage nimalize yeye, nimpe ushauri ambao kwamba watakwenda kumalizwa jeshi amalizwe na Abu Bakar, hakuna maslaha yoyote atatumikia Uislamu, kwa sababu Imam Ali alikuwa atembea kwa mantiki ya Kiislamu na hapeki chuki zake, na huku akubali haki yake, na akiona kuna dharura ya kutumikia Uislamu hata kama ni kushirikiana na Abu Bakar, hata kama ni kushirikiana na Umar, ilikuwa ashirikiane. Kuhusu yeye tukirudi kwa khalifa wa pili, vipi utayafasiri maneno yake ya umane na nadharia ya shura? Kwa sababu maneno yamepokewa na Sahih Bukhari, akanena innaha kanat falta wa qallahu almuslimina sharraha faman aada limithliha faqtuluhu. Mando ameisifu ile bai'a ya Abu Bakar kwamba ni falta, na falta ina maana ya faj'a, yani ni kitu kilikuwa ghafla au kuponyoka. Kisha akanena kwamba ni shari ile ambao Mungu aliitunga shari ile kwa Waislamu. Kisha akarudi akatoa amri kwamba atakayekurudia mambo kama yale muweni. Vipi maneno kama haya? Kisha itakuwa ni shura. Vipi yani khalifa wa pili aiite ni falta, ni kinyume na shura? Kisha ilikuwa yaweza kuleta shari kwa Waislamu, lakini Mungu tu aliitunga. Kisha a warning kwamba atakayekujaribu tena kuweka kama yale yaliokuwa pale atauawa. Maana hadithi kama hii ni kwamba kana bai'at Abu Bakar falta kilugha ni kitu faja kama alivyoeleza, na faja ni kitu ambacho kwamba kimepatikana kwa haraka bila kupatikana matatizo yote. Sasa Sayyidina Umar anaona kwamba ile bai'a ya Abu Bakar ilikuwa ni kitu faja cha haraka kutimia kwa njia ambayo kwamba haikudhaniwa. Mwenyezi Mungu ameiepusha sharia ile bai'a, kwamba ameepusha sharia ya ile bai'a yenyewe ni sharia. Kila pahali kuna khairi yake na sharia yake. Mathalan nikijenga msikiti pengine naweza kupata khairi ndani ama naweza kupata shari. Khairi ya msikiti ni kwamba nitapata thawabu ama msikiti utimie. Shari ya msikiti pengine uanguke msikiti ama kiamke kikuta kimuue mtu. Kwa hivyo ile ndio shari ya kule kujenga kwa msikiti, lakini si shari ya kidini. Sasa ile maana Sayyidina Umar ni kwamba Mungu ameikenga, ameepusha ile shari ile bai'a isipatikane shari, kwa vile iliafikiana kwa haraka. Maana mpaka Saad yule ambaye kwamba alikuwa yeye naye atakaoamiri yale kama lijera naye, baada ya kuona watu wake nao pia wameinuka wote kwenda kumbaya Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar alishukuru kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameepusha ile shari ya hili jambo yanisitokee, akaibakisha shari yake pekee yake. Lakini ukilingana na mfano wako huwezi kunena mwenye kurudi tena kujenga msikiti au wawe ikiwa ni sasa hilo sitakujibu. Ama masala ya kunena kwa mwenye yoyote mwenye kutaka kutia fujo ama kuharibu ile mambo babani, sikutia fujo lakini yani faman aada atakayekurudia limithliha, kwa mfano wa yale sikupinga, mwenye kurudia kufanya kama yale yalofanya Saqifa faqtuluhu, muweni. Mwanzo kwa kuwa lazima tuingie huko, kwa kuwa ni lazima iwe kwa maana mwenye kurudia kufanya ile mambo ya Saqifa, hiyo hairuhusu lugha. Yaruhusu. Kivipi? Kwa sababu haya maneno yana nyuma. Haya maneno ni Zubair wakati wa khilafa ya Umar alinena la in mata Umar, mimi nitasimama nimbai Ali au rajula, wengine wamenafsi ni Ali, lakini si muhimu, nitambai rajul, na ile mujarrad kumbai mimi itakuwa amezekuwa ni nani, ni khalifa. Ndio yeye alipoinuka akajibu akihifa man aada limithliha, ilikuwa ni warning kwa Zubair kwamba ukijaribu kufanya hilo mimi kifa ukainuka tu kusimama kumbai mtu faqtulu. Hii ni karina ya kukuonesha kwamba kulikuwa kurudi kwa zungumzwa nini. Sasa maana Sayyidina Umar mimi ninavyofahamu ama iliyoko dhahiri ya tamko lenyewe, mwenye kurudi kutaka kutia ile shari ya ile bai'a, mimi nilivyofahamu ni kwamba muweni. Na kwa nini auawe? Sikuuawa lazima auawe kwa mara moja. Mtu yote ambaye kwamba ni baghi ni mtu ambaye kwamba ametoka katika sheria ya imamu baada ya kubaiwa. Kuna mlango hasa katika fikra kwa mlango wa kitabu al-Bukhari. Yes, na ile nipiga vita Muawiya kwa sababu alipinga ile bai'a na ile baada ya kupatikana. Kwa hivyo yote ambaye kwamba anataka kukhalifu ile mambo yaliyopatikana, basi lazima anasihiwe, na ikiwa kukubali nasaha aweza kuuawa katika sheria ya Islam, kwa sababu Uislamu huangalia irtikaba li akhafi dararain. Yani ikiwa kuna madhara mawili katika mujtamai ama katika dini, basi mtu aweza kufanya ile madhara machache kukimbia ile makubwa zaidi, kwa sababu lao ikitokea tena fujo bai'a ikawa haikusihi kabisa, itakuwa ni mushkili mkubwa zaidi katika Uislamu. Ndio ikawa afadhali patikane haya madhara machache kuliko madhara yale makubwa ambayo yatapatikana zaidi. Lakini hiyo si dhahiri ya hadithi, sikubaliana na wewe, kwa sababu alipokuwa akizungumza maneno haya khalifa kwanza shakufa.
Kwa hivyo haina haja ataita lugha mwenye kutoka Taani, yeye azungumza bai'a ya Abubakar. Na Abubakar ashakufa na yeye ndio khalifa. Kwa hivyo sidhani kwamba hii faktuluhu au wawe mtu atakaye kutoka kupinga ile bai'a. Ile bai'a ishapita, mtu ashakufa. Huko katika kuzungumza atakaye kurudia limithliha lilbai'a. Ukiangalia dhamiri ya rudini kwamba inna bai'ata Abi Bakar kanat falta wa qallahu almuslimina sharraha. Hani yarudi kwenye nini? Ya bai'a. Faman aada limithliha limithli hadhihi albay'a faqtuluhu. Kwa hivyo muweni. Naam, dhamiri dhahiri hadithi iko wazi kwamba kuzungumza bai'a. Dhamiri yani ni mushkili ni hapo tu. Dhamiri ikiwa iko idhafa na mudhafu na mudhafu ilayhi, ikarejeshwa dhamiri, ni lazima dhamiri irudi kwa mudhafu, hairudi kwa mudhafu peke yake mudhafu ilayhi, wala hairudi kwa mudhafu. Kwa hivyo tukinena kana bai'atu Abi Bakar wakallahu sharraha, wakallahu sharra bai'at Abi Bakar, Mungu amehifadhi shari ile bai'a Abi Bakar. Kwa hivyo mwenye kurudi limithli bai'ati Abi Bakar, kufanya mfano ile ya Abi Bakar. Kivipi? Manake na yeye kuweka bai'a yake nyingine, kwa sababu yote haya mazungumzo ni bai'a ya Abi Bakar, hakutaka bai'a yake. Kwa hivyo sasa itabidi tukubali kwa hii bai'a iliyopatikana hapa, mtu mwenye kutaka kuivunda ni ile ya Abi Bakar. Ataivunda vipi bai'a ya Abu Bakar na Abu Bakar ashakufa na ameshaondoka, na haya maneno ameyazungumza wakati wa khilafa yake. Yani maneno yazungumzwa Abu Bakar ashakufa, khalifa ni yeye Umar. Yani hawezi kutisha mtu atakayekuja kuvunda bai'a ya Abu Bakar, haivundiki tena kwa sababu mtu ashakufa, ashapita. Kwa hivyo sioni kwamba yeye uko kwenye kuzungumza mtu atakayekuja kuvunda bai'a ya Abu Bakar, kuvunda bai'a ya Abu Bakar naye ashatawali, ashakufa. Yani tukinena kwamba bai'a ya Abu Bakar ishapita, ashakufa, na Yasir na Umar wakati wana kwa bai'a yake ishapita. Lakini hazungumzi yake inaozungumzwa ni ya nani? Ni Abu Bakar. Kwa hivyo na hiyo yenye kurudiwa ni ile ya Abu Bakar. Kwa hivyo kurudiwa kufanywa kama ile limithliha, mfano wa ile ile kutataguliwa ghafula tena kama vile alivyotaguliwa yeye ghafula, hoya hitajika uwawe. Lakini hasa hii ni dhamiri ukwambia yaweza kurudi katika hiyo bai'a ya Abu Bakar, na yaweza kurudi pia katika ile shari ile bai'a, mwenye kurudia kutaka kutia hiyo shari lakini ni mudhakkar shariha wakallahu sharraha sharraha. Sasa dhamiri ya hai itarudi vipi kwenye shar? Lazima irejee katika ile fafa bai'a ya Abu Bakar. Yani hii hadithi mwanzo ilivyoelezwa na al-Imam Ibn Hajar kwenye Asawaik al-Muhriqa, ameeleza mwenye kuipinga ile bai'a ya Abu Bakar. Alivyoeleza yeye mwenye kuipinga ile bai'a ya Abu Bakar, mwenye kutaka kurudi kutia fujo katika hii bai'a ya Abu Bakar, basi muone. Hivyo ni fahamu ya Ibn Hajar. Na ndivyo ilivyo. Si ndivyo ilivyo. Sisi tuitukue hadithi inavyozungumza kwamba inna bai'ata Abi Bakar kanat falta. Bai'a ya Abi Bakar ilikuwa ni falta. Waqallahu almuslimina sharraha. Mwenyezi Mungu amewakenga Waislamu na shari ya hiyo bai'a ya Abi Bakar. Sawa? Faman aada limithliha. Umdatul kalam ni bai'atu Abi Bakar. Yani kiini cha mazungumzo kwenye hadithi yazungumzwa bai'a Abi Bakar. Kwa hivyo huwezi kurudisha kwenye shari. Mwenye kurudia mfano wa bai'a ya Abi Bakar muweni. Hii ni lugha ya Kiarabu, Ibn Hajar, mimi, wewe, mwingine yote tutaweza kuifahamu yazungumza nini. Sasa na mimi ndo nimekwambia ni lazima maneno ikiwa kuna ndia mbili za kukulika au kuna sababu mbili ambazo kama kukulika, lazima tutukulie ile asili ile kwetu. Yani na atakapo kunena ikiwa ni wakati wa Sayyid Bakar ama ni wakati wa khalifa wake, lakini mwenye kurudi kutaka kufanya kama mambo yale ya fujo yaliyotokea wakati wa Sayyid Bakar mwanzo, basi muwe. Naam. Wale watu walifanya mambo yale, kwa hivyo wataka kufanya tena namna ile. Kwa hivyo yale hayakuwa na shura, yalikuwa ni fujo. La. Kwa nini sasa ikiwa shura ilipatikana kwa Abu Bakar na imepita, kwa nini imeambiwa mwenye kufanya kama yale atauawa? Kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa kupinga na wao wataka uamiri, kama huyo Saadi alikuwa anataka yeye uamiri, kwamba alikuwa anataka kumpa Sayyidina Ali, ataka yeye. Kwani shura maana yake si ni watu kuketi wakachangiana rai, na huyu akanena ni huyu na huyu akanena ni huyu? Sio maana ya shura. Kwa hivyo kila mtu ana haki ya kutarhi nafsi yake kwamba nataka mimi. Kwa hivyo ile ni makosa. Sasa kwa nini yatapingwa kufanyika yale? Sasa ikiwa kuna watu 20 wameunga jambo fulani, yani watu 20 19 ama 18 wameunga jambo hili, wawili tu hawakuunga jambo hili na hawana sababu yote ya kutoa, isipokuwa tu kwa pengine mimi nampenda fulani zaidi, tabana hitukuliwi uzito, ukatukuliwa uzito wa watu wachache kuliko watu wengi. Sikatai hiyo, na ndio hivyo ilivyo. Ikiwa tutakuwa shura iko hivyo, mimi ninaotaka ni kwamba kwa nini yakatazwa kurudiwa tena kama ile, na ile ndio ilikuwa bai'a ya kwanza sahihi. Watu wajadiliane, wa huyu awe khalifa, huyu asiwe khalifa, ule awe ule asiwe, hiyo ni sawa. Kurudia hapo alipendelea yeye Sayyidina Umar, yeye mwenyewe ni mtu na akili yake, hawezi kunena kwamba kurudia kufanya bai'a ile, kwa sababu yeye ile bai'a ilipatikana mjadala na mvutano. Kwa hivyo mwenye kurudia kutaka kufanya kama mambo yale yaliyofanywa mwanzo na wale waliofanya, basi muone na kujadilia. Je, kefu na yale mathalani ya kwenda kutaka kuchoma moto nyumba ya Fatima? Naam. Hilo ni swala ambalo kwamba
hata baadhi ya mashia wamelipinga, kwa kuwa Saidna Umar alikwenda katika nyumba ya Fatima akataka kumtoa Saidna Ali Fatima kwa mkali. Wengine wameongeza kwamba alimpiga mlango wa tumbo katisha kijana kangula Mohsen. Wengine anataka kupiga moto nyumba, lakini tumenena lao ingelikuwa ni kweli hayanatokea. Basi sidhani kama Saidna Ali bin Abi Talib angelikuwa amefunga mkono wake mbele ya Saidna Umar. Kisha pia Saidna Umar mbele ya Saidna Ali alikuwa na utisho mkubwa, na baada ya kutokea hayo hakuna mtu ambaye kwamba yani hafai kuanguliwa haka, maana yake kile kipaka mtu akufanyie mambo kwa huruma yako, yani mke wako ama ukhti yako ama mamako, mambo kama hayo, kisha wewe urudi uende mshawiri wake mkubwa. Na hii ni mutawatir ambapo kwamba vitabu vyote vya Sunna na Mashia wamepokea kwamba mshawiri wake Saidna Umar mkubwa kwa Saidna Ali. Sasa mtu baada ya kufanyia hayo, ikiwa na wewe utarudi uwe chini yake na umuongoze yeye na uwe atakalo yeye na wewe uko na yeye, sidhani kama atakuwa mwanadamu. Na Saidna Ali bin Abi Talib alipokuwa ana picha kama hiyo sasa. Kisha Saidna Ali bin Abi Talib alipokuwa yeye katika imeelezwa katika Nahjul Balagha, alipomtaka mshawara kwenda kupigana katika vita za Quds, Saidna Ali alimwambia wewe usende, kwa sababu ukienda utauawa. Saidna Ali alimwambia Saidna Umar bin Khattab, ukienda utauawa, na ukiuawa Waislamu hawatopata tena marji. Na marji yani ni mtu ambaye arejewa na ni mtu muhimu katika mshtama. Na lao yeye Saidna Ali amuiwa kwamba Saidna Umar ni muovu namna hiyo, kisha mwambie namna hayo, basi takuwa ni mudahana. Na mudahana katika Uislamu ufai. Wadu la tudhinu faidhinu. Taban kuna vitu vingi siwezi kujadili, lakini hiyo kadhia moja sitaki kueleza. Hiyo mudahana ufaa katika Uislamu kwa kwa maslaha, kwa sababu mtume pia alifanya mudahana na Makuraish. Kusoma ule mkataba wa Sulhul Hudaybiyah, wale walikuwa Makuraish na akakubali sharuti nyingi. Si kila wakati yani mtu hafai kufanya mudahana. Mimi nataka kurudi kwenye nukta moja. La, mimi nilikuwa upande wa Mashia kama ulivyonena, kisha kama ulivyonena, Mashia wamekhtalifiana si kuhusu kwenda kutaka kuchoma nyumba ya Fatima. Mashia wamekhtalifiana kwenye kadhia ya kupigwa mlango na kutolewa mimba. Hii ndio mukhtalafun fi. Lakini asli ya kwenda na kuambiwa kwamba inna fiha Fatima, akanena tawasha moto na utukuze mwenge, na akanena wa in, hiki ni kitu ambacho kwamba hakuna ikhtilafu kwa Mashia. Ikhtilafu iko katika masala Fatima alipigwa au hakupigwa. Na hizi vitu kwa Masunni pia hazina shaka, zimeelezwa kwamba alikwenda akapigwa. Sasa ikiwa hazingii kwenye akili yetu, au ikiwa Imam Ali haya ni maneno marefu, alishauriana na Umar, alimpa ushauri, hakumpa ushauri, hii nafikiri zitakuwa ni kadhaa mbali na zitakuwa katika mazungumzo kwa nini akafanya hivyo al-Imam Ali, lakini Mashia hawajakhtalifiana kwa hilo. Kuna kaida moja ambayo niwahi kuelezea habari ya ilzamu hujja, kwa Saidna Ali bin Abi Talib alitumia ile ilzamu hujja kumjibu Muawiya, ili kwa vile kwa mambo ni yale lazima na yeye aingie katika ile itikadi yake ambayo kwamba huko Muawiya ama itikadi ya wale wengi ambao kwamba wanayo itikadi kama hiyo kwa sura. Sasa ukatuelezea kwamba ile ni ilzamu hujja. Mimi napenda kidogo yani tuelezee sharti za ilzamu hujja, kisha ndo tutafahamika zaidi. Ilzamu hujja haina sharuti. Ilzamu hujja inafahamika kwa mtu yoyote akinena kukipatikana muktadayat. Mfano sasa yao kama nilivyopiga mfano, mtu akiwa anazungumza na Mkristo akatoa aya kutoka kwenye Bible, sote tutafahamu kwamba hii ni ilzamu hujja hasba al-maqam. Na ukitaka dalili au kuamkuliwa hii kimustala ilzamu hujja, nilikwambia kwamba kadhia yoyote ambayo kwamba wenye mantiki huyankuwa ni musallama, hii huwa ndio hukumu ni ilzamu hujja. Maana ya musallama yani wewe watoa kadhia ambayo kwamba ule unaizungumza naye yeye asalim 100% kwamba hiki kitu ni sawa. Hiyo ni kwanza. Sasa nafikiri swala lako tu kusudia kwamba je, katika haya maneno ya Imam Ali tunao karina ya kutufahamisha kwamba ni ilzamul hujja au si ilzamul hujja. Ikiwa ukusudia namna hii, nilibaini katika mazungumzo yangu kwamba kuna makta iko katika kitabu Siffin, Imam Ali ameanda amma ba'd fa innahu lazimatka bai'ati wa anta bisham, lazimatka bai'ati, imekulazimu wewe bai'a yangu. Hii siyaki ya kuonesha kwamba Imam Ali uko katika makamul istidlali kwa anayoyaamini nani? Muawiya. Naam. Sasa nafikiri hapo kwa upande na
katika mazungumzo ya nyuma ulikuwa umezungumza kuwa haikupatikana ijmai wakati wa Abubakar. Na yaani si huyu ulipinga kwa ajili gani ijmai haikupatikana? Sasa napenda tuelezee yaani kivipi haikupatikana ijmai katika bai'a ya Abubakar? Haikupatikana ijmai nilizungumza mimi nikapiga mfano Saad ibn Ubada hakubai mpaka akauawa. Fatima alayha salam hakubai mpaka akafa. Na sisi tumeambiwa inna Allah yarda li ridaha wa yaghdabu li ghadabiha. Na sisi tuna hadithi yanena kwamba mamata wala miubaya imama zamanihi mata mitatan jahiliya, mwenye kufa na asibai imamu wa zama zake atakufa kifo cha kijahili. Kwa hivyo sasa sijui Fatima alikufa kifo cha kijahili ama vipi, kwa sababu hakukubali khilafa ya Abubakar. Kisha ijma'i inaokusudiwa, nafikiri kabla ya kufafanua hii, wakati ninaponena ijma'i haikupatikana, wale watakao wewe katika muhajirina wawe ni 5 ni 6 ni 10 waliohudhuria kwenye Saqifa na Ansar, wale walitoka Saqifa, ule bwana ashakuwa khalifa. Sawa, khalifa wa kwanza. Yalokuya baadaye yalikuwa ni lao, kwa sababu hakuna ijma' iliyothibitisha khilafa ya Abu Bakar. Watu walitukuliwa hatua baada ya kuisha thubutu, wengine wamekataa kwa unwani mbalimbali, kwa sababu ndani ya Madina kulikuwa kuna wapinzani. Nje ya Madina ndio kabisa kina Malik bin Nuwaira na kabila lake lote na wengine, na wakapoa unwani ya murtadina kwa sababu ya kukataa kutoa nini, zaka. Hawa wote walikuwa ni wapinzani wa ile khilafa. Umenifahamu? Kwa hivyo hii ijma'i inayozungumzwa mimi sione kwamba watu wote waliafikiana wakamkubali kwamba huyu bwana ni khalifa. Kwa lazima tukubali kwamba ni ijma'i. Kwanza nani, Saad bin Ubada haikuthubutu, hakubali. Fatima hakubali. Na nafsi ya bidaya, kuna nafsi Fatima alipokwenda Abubakar, nafikiri iko kwenye Bukhari kama sikukosea, wakati alipomrai Imam Ali ampeke, akawakumbusha hadithi ya hii inna Allah alam yaqul rasulullah Allah yarda li ridaya. Mwisho, kauli ya mwisho aliwaambia kwamba mimi nitawaombea, nitawapiza kila baada ya swala, la ad'uwanna alaykuma ba'da kulli salat. Hii ya kwanza ni kuonesha kwamba hakupatana na wao. Pili, kwamba yeye hakupatana na wao ni kwamba alipokufa alihusia azikwe kwa siri na hawa watu wasihudhurie janaza yake, na mpaka leo mahala alipozikwa Fatima hapajulikani. Hii ni dalili. Kisha Imam Ghazali, hii ibara iko katika Mustasfa juzu ya kwanza safha 572, anena idha khalafa wahidun min al-umma, mtu mmoja tu katika umma akikhalifu, au ithnani au wawili, lam yanaqid al-ijma', ijma' haipatikani dunahu, basi na huyo mtu mmoja. Wa daliluna, na dalili yetu kwamba mtu mmoja akikhalifu haipatikani ijma', anna al-muharrama mukhalafatu al-umma kafa, kwa sababu zile hadithi za wanazostadili za ijma' zimekuwa kwa unwani ya umum shumuli ya umma wote, kama anavyonena huyo katika Musallamu Thubuti, kitabu cha usuli, anena huyo qila ijma'u al-akthar ma'a nudrati al-mukhalif ijma' wal mukhtaru annahu laysa biijma'i lintifa'i al-kulli alladhi huwa manatul isma. Kwa hivyo hizi ni nususi zote hizi zathibitisha kwamba mmoja tu akikhalifu kwenye ijma'i hala yanaqid. Na nikumalizie kitu kimoja umekishiria wewe, pia yeye amekishiria huyo, akanena kwamba mtu akifa kabla ya ukali apinga, basi ijma'i la yanaqid. Sasa Saad bin Ubada ingawa amekufa kabla ya Abubakar na Abubakar endelea, lakini ile ijma'i ya Abubakar maadamu alikuweko wakati wa ile bai'a alipinga, haiwezi kuna aqid ijma'i kama. Swala lingine, yani kitu kudai kwamba kuna nafsi, mathalan kama huyu imamu kwamba kuna nafsi, na nafsi mwanzo wamefikiana mashia wengi nikafikia. Yani kwa nini kisha itokee ikhtilafu kila mmoja, mathalan akifa Jafar Sadiq, wengine ambaye Ismaili, wengine ambaye huyu nani mwanzo kutoka nyuma baada ya kufa Sidna Ali, wengine walimbai Muhammad al-Hanafiya kwamba ndio kiongozi, wengine wakambai mwingine na wengine wakambai mwingine. Sasa lao ingekuwa kuna nafsi yenye kukata nizaa au yametayo maina yao 12, kwa nini yani litokea jambo kama hili na wote ni mashia? Kwanza mimi kutoka nilipoanza nilienda nazungumza mashia Ithna Sharia, Ismailia, sineni kwamba hakuna zote. Na watu wakikhtalifiana haiwi ni dalili kwamba hakuna nasi au hakuna saraha, wa ila itatubidi tushuku mambo mingi katika Uislamu. Watu wamekhtalifiana paka katika mambo ya Mungu, paka katika mambo ya swala, yote kuniambia kwamba hakuna nasi. Tatizo haliko hapo,
walokhalifu waloni. Tatizo ni kwamba hizi nusus zathibitisha hazithibitishi baina yetu. Mwenye kukhalifu, kwani mpaka sasa tusifuate hao ahli sunna pia wakhalifu, maswahaba pia walikhalifu. Tatizo haliko kwenye kukhalifiwa, wala mtume amekhalifiwa na yuko hai. Tumefahamiana na nafsi sarihi amezungumza zitu swaraha na watu wakakhalifu, na hiyo haiwi kwamba haitoi ile nafsi katika usaraha wake. Muhimu ni sisi na zile nusus. Kuna ibara moja ambayo alieleza nyuma, tunena kuwa Sayyidina Ali hakuwahi kuingia chini ya uongozi wa mtu yote katika maisha yote. Yaani hakuwahi Sayyidina Ali aikuwa amiri mkubwa kisha yeye yuko chini yake katika jeshi. Na lingine nena ni kuhusu kwa yani Abu Bakar alikuwa katika jeshi la Usama. Sasa napenda kuelezea ni haya mawili, ni ijmai ya wale wenye tarehe ama kuna khilafu? Nafikiri ala almuthbit, yani ayati ya dalili kwa. So mimi nanena nataka unipe mimi ni zita gani ambazo kwamba kulikuwa kuna qaid Imam Ali huko. Itakuwa si wajibu wangu mimi nieleze kwamba zita fulani alikuwa Imam Ali hako, zita fulani Imam Ali hako. Yani mathalan kama uko nayo wewe, kuna zita aliwahi kuwa qaid ni mmoja katika maswahaba, Imam Ali akitiwa kama mfuasi tini, uweza kama utanisaidia unipe mfano zitu kama hizo. Kuhusu masala ya nini ya upande wa pili swala yako kwamba hawa Abu Bakar na Umar kwamba walikuwa katika jeshi Usama, yani mimi ndo nastajabishwa kwamba kila wakati wataka ijma. Je, sisi tutaamali na tarikhi ya Kiislamu yote kwa ijma? Yote. Mimi mushkili wangu mkubwa ni kitu kimoja. Ile ibara ya Farusadi tulisoma, ikiwa kitu kuna njia mbili, basi tukuelewe ndia mzuri zaidi, watu kwa umma. Sasa mimi niko hapo tu. Ikiwa tumepata ijma ya kitu, itakuwa hatuna ndia tena ya kutukulia nzuri zaidi tukalia. Imam Sadiq katika Misbahu Sharia, kwanza kuna munakasha ile Misbahu Sharia ni kitabu cha Imam Sadiq au kitabu cha Imam Sadiq. Hiyo hatuna. Pili, Imam Sadiq katika Misbahu Sharia uko katika kutufundisha akhlaq na muamala katika Waislamu, kwamba mimi na wewe nimekuwa kuambiwa wewe umezungumza kitu fulani barazani, ni zile hadithi kwamba la unene ile la yahmilanna ihmilu sijui mahmala khairin, ni siku zote tuwe na dhana nzuri sisi kwa sisi Waislamu ni yao na maswahaba, tuwe na dhana nzuri. Lakini sasa sisi wakati tunapojadili hapa hatujadili kwamba tuna dhana mbovu na maswahaba. Sisi tunajadili waila kutoka mwanzo tungelifunga huo mjadala. Sisi tunajadili tunataka kuthibitisha ni wapi sawa ni wapi si sawa. Na si dharura kwamba waila kila sisi tunataka kubaki na dhana nzuri tu na maswahaba, itabidi sisi tutukue kauli ya yule nao wa majara baina sahabi naskutu, kwa hivyo tufunge kila kitu tunyamae. Mimi nabadilisha tafsiri yangu na ndio itikadi yangu. Wa majara baina sahabi naskutu anhu, nini kwamba yaliyopita kwa maswahaba tunyamae, kwa sababu itakuwa ni kufundisha watu ujinga, kwa sababu kuondosha ile suubani. Sasa lakini yani kuhusu kwa sisi tuwaambia watu kwa kuwa yaliyopita kwa maswahaba tunyamae, sisi hatuneni hayo. La, mimi sikwambia wewe unena. Nimenena yani itatufikisha kisha kwenye natija kwamba tunene kama ule mshairi. Nimenena yani itatufikisha kisha kwenye natija kwamba tunene kama ule mshairi. Kwa sababu yani yaliyopita kwa maswahaba tuwe na utulivu nayo. Tuangalie zote. Yani ndio tuko kwenye kuiangalia. Muhimu ni kwamba kwa Sayyidina Ali yani hakuwahi kuingia chini ya uongozi wa mtu yote, ili yani ni ghairu musallam, kwa sababu Sayyidina Ali bin Abi Talib katika mwaka wa ilipoteremka sura Tauba, bara'atu minallah, Mtume alimtoa Sayyidina Bakari kuwa ndio msimamizi wa jeshi, ndio mkubwa wa jeshi kwenda kuhiji na watu. Kisha akampana Sayyidina Ali ile wasia wa sura Baraa, ile kisha Baraa. Aliposikia Sayyidina Ali kwa Abu Bakar kwa maana naye, Sayyidina Bakar akamuuliza amirun au ma'mur? Sayyidina Ali akamjibu bal ma'murun. Yani inaonyesha kwamba yeye ameitwa na Mtume lakini uko chini ya jeshi la Sayyidina Bakar, yani uko chini ya toa ya Sayyidina Bakar na lazima kufuate mwongozo wa Sayyidina Bakar. Kwa hivyo hii ni dalili kwa Sayyidina Ali amewahi kuingia chini ya uongozi wa mtu mwingine ambao kwamba sisi hiyo masala ya inaitwa hadithu tabligh al-baraa. Tabligh al-baraa kuna rai mbili. Hiyo moyo unaitaja wewe. Kuna na riwaya nyingine kama ziko katika Musnad Ahmad na katika Mustadrak al-Hakim, hazielezi jeshi. Zaeleza kwamba suratul baraa ilipoteremka alipoa Abu Bakar aipeke kuibalighisha akaisome Maka. Alipotoka ndiani kukateremka wahi, Jibril akateremka kwamba arudishwe apelekwe Imam Ali. Mtume akatuma tumi kumrudisha. Aliporudishwa Abu Bakar akarudi hulia, amwambia Mtume kunani anazala fia shay. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hakuna kitu, lakini mimi nimeiliwa na Jibril nikaambiwa la yuballighu anka illa anta au rajulun minka au min ahli baitika, kwamba hafai kubalighisha
ujumbe wako isipokuwa wewe au mtu anayetokana na wewe. Kwa hivyo ndo nikakurudisha nikampa Imam Ali aipeke suratul Baraa. Riwaya kama hii haielezi kwamba kulikuwa na jeshi, bali kilikuwa ni tumi tu kupekwa na akarudishwa akapekwa tumi mwingine. Sasa tabani tukisalimisha mambo kama hilo, kisha tukanena kwamba mambo mengine tumeambiwa kwamba nafsi hawakuatiwa wanadamu, yani uimamu hawakuatiwa wanadamu pekee, bali ni nafsi ya kutoka kwa Mungu ama kutoka kwa mtume. Na ikiwa tumeifuata hiyo nafsi kwa maana wilaya, kwa hivyo lazima ikiwa ni nafsi, ikiwa ni hasri, hukumu yote ambayo kwamba ina hasri, hufai wewe mwenyewe itikadi yako kuamini kutia na kitu kingine hata kama kikatiwa na nyanja. Mathalan tumepata hadithi imetuambia, yani mtu akiswali kile janubi, afwan nimekutanabahisha kwamba ule aliyoko pale ni mtume, si mimi na wewe. Ndio ni mtume. Hatuwezi kunena mtume hafai kutia, kwa sababu mtume pia amepewa kazi ya kubaini sharia. Si mtume. Tumenena Mungu na mtume na wengine ni wale ambao kwamba wasimamisha swala na watoa zaka na wao katika rukuu. Sawa. Kwa hivyo huyo ambao kwamba atoa zaka na yeye katika rukuu, si ndio watatu? Ndio. Kwa hivyo yeye huyo, ikiwa kuna hasri ya Mungu, ile nafsi yenyewe imefanya hasri, imewadhibiti wale tu watatu. Yeye kisheria yetu ya kisheria ya Kiislamu hana ruhusa kuongeza wala kupunguza, madamu kuna hasri ambayo kwamba imetangulia na hasri ni hakiki. Yoyote atakaye kunena, Mungu ametuambia kwenye Qur'ani, wa atiu Allah wa atiu Rasula wa ulil amri minkum, na wale wasimamia. Lakini fa intanazatu fi shay, nyinyi na hao ulatul umur mkishindana, kwa hivyo kuna nafasi ya kushindana nao hao ulatul umur. Ikiwa mshindana na wao, kirejesheni kwa Mungu na mtume. Kwa hivyo Mungu na mtume kaida ambazo kwamba ziko ni kitu mutafaqun alayhi, ama ni kawaidu musallamat, ni kwamba hasri ikipatikana hufai kuongeza wala kupunguza. Lazima lakini nini? Kwa hiyo wewe unaniambia kwamba kitu kimoja. Mwenyezi Mungu akituambia hafai kutiiwa isipokuwa mfano ni Mungu na mtume. Mtume akaya akakwambia mtii fulani, ni amri kutoka kwa nani hiyo? Kwa mtume. Mtume amekwambia mtii fulani, wewe ukamtii fulani. Wakati unapomtii ule fulani, huyaongeza hisabu kwamba mimi nimeongeza mtu wa kutiiwa, mimi niko kwenye kutii amri ya mtume. Kwa hivyo wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anapothibitishiwa wilaya, yeye na Mwenyezi Mungu ni wao watatu, wakati wao wanatuambia sasa baada ya Imam Ali tuwatii hawa, hawajaongeza watu, sisi tuko kwenye kutii hiyo wilaya ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo wilaya ya Imam Ali. Si kwamba tumenena kwamba ile aya tumeongeza watu wengine wamekuwa wanne wamekuwa watano. Sasa ndio tuingia katika mada. Ikiwa ni namna hiyo, kwa kuwa yani Saidna Ali itakuwa ni dori yake ndio abainisha wengine, ndio ni dori yake Saidna Ali abainisha wengine, baada ya mimi ni Hassan abainisha Hussein, ikiwa tumeifuata katika hii nafsi ya Qur'an. Si dori yake, nimekwambia mtume pia aweza kubainisha. Ndio, na sisi tuna riwaya mutawatira katika kitabu zetu zinauthibitisha kwamba mtume ameayin mpaka imamu wa 12 katika kitabu zetu. Ni mutawatir kwamba mtume amebayin kwamba baada Ali ni Hassan, na baada ya Hassan ni Hussein, na baada ya Hussein ni Zainul Abidina. Kwa hivyo hawa wote tumeamrishwa na mtume tuwatii. Sisi bado tuko kwenye kutembea katika wilaya. Sasa hapo ikiwa mtume ashawataya, miongoni mwa sharti za imamu kukubaliwa, lazima ule imamu aliyoko kabla ya kuondoka ambainishe na mwingine. Toba ni tabia ya Kishia, lazima yeye kabla ya kuondoka ambainishe na mwingine. Lao hakumbainisha haikusihi ule imamu wake. Sasa kwa nini iwe kuna tanakubi kwamba mtume ashatoa nafsi tayari, kisha iambiwe kwamba ule imamu ikiwa hakumtaya au haikuthubutu? Kwa nini? Hakuna mambo hapo. Ndio yani kwamba lazima kabisa kadisia vipi yani kuthubutu kwa imamu. Ima iwe ni nafsi kutoka kwa Mungu ama kwa mtume. Mashia wanena mtume amenafsi kwa maimamu wote. Na kila imamu alokuya amenafsi kwa imamu anayefuatia. Ile imamu wakati anaponafsi anakuwa yeye ni istimrari ya ile nafsi ya nani? Ya mtume. Hakuna neno lazima. Na utakuta wasia, mathalan Imam Ali alipokuwa afa amusia Imam Hassan, katika wasia wake amwambia, alikimpa zile zitu, sababu kuna zombo, kuna upanga wa mtume, kuna kitabu msahafu aliloandika al-Imam Ali, kuna kitabu cha Fatima. Ilikuwa akimsalimisha, akimumpa wasia, akimwambia nimeambiwa na mtume mimi nikupe wewe, na wewe utakapokufa hizi zitu utamuhusia utasalimisha kwa nani? Kwa Hussein. Hii ndio itikadi ya Kishia, kwamba maimamu wa nafsi na mtume anafsi, lakini ile imamu, nafsi ya imam ni istimrari ya nafsi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sharti hiyo imetiwa katika baadhi ya vitabu vya Kishia kwamba ule imamu aliyoko ndio humbainisha ule imamu aliyokuambia, kwa sababu wasio wakatoka ndugu wawili pengine mara tatu, kila mmoja dai yeye imamu ni wake, kwa sababu imamu lazima afikishe. Kwa sababu mtume wakati akizungumza imamu Zainul Abidin ni imamu, Imam Ali ndio anasikia yale maneno. Kesho ule imamu Zainul Abidin afikishiwa na ule imamu ujumbe. Hii ni kazi ifanya imamu katika kutekeleza. Yani sioni kama kuna matatizo kitu kama hivi.
Nafikiri mimi niko na mulahadha yaweza kuwa suala. Kuna katika mambo yaliyopita Salmoni kwa hapa niandika mahali hapa katika hii mimi kuna swala fupi. Hii hadithi Thaqalaini, nafikiri al-akh Jafar alizungumza kwamba yeye hadithi amezoiona ameona bihi. Nakumbuka sawa. Kwanza hii hadithi yenye bihi imekuja kwa sigha hii, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi. Yani bihi ila dhamiri yarudi kwenye ma ni mubaham, kitab Allah wa itrati. Kwa hivyo kitabu Allah wa itrati imekuja kubaini hiyo ma. Nafikiri umenipata nzuri. Kwa hivyo haina, nafikiri kama ulikuwa unashaka kwamba hii masala ni ya Qur'ani tu ahli albayti haramu. Mulahadha ya kwanza. Mulahadha ya pili, hii hadithi imekuja bila bihi. Imekuja katika baadhi ya nususi kama nafikiri Mustadrak al-Hakim, Musnad Ahmad na Sahih Muslim. Haikuya kwa dhamiri kabisa, imekuja kwa thaqalain, ikituambia inni tarikum fikum at-thaqalain, yani zitu ziwili. Pia katika riwaya nyingine imekuja inni ushaku an ujiba an uda fa ujiba wa inni tarikun lakum amrayn. Umenifahamu? Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu kitab Allah wa itrati. Hii ni mulahadha alikuwa nataka kukumbusha kwenye zile masala ya thaqalain. Na mulahadha wa mwisho ni kwamba hii hadithi kulingana na rai yako ulizungumza kwa shule ni kwamba unena hii ni masala ya tuwapende hapa. Tunafahamu. Lakini Ibn Hajar katika Sawaiqul Muhriqa ametuambia fala tataqaddamu alaihim fatahliku, tusiketi mbele yao. Taban kuketi mbele yao si maana twenda ndiani sisi tuketi mbele yao. Sidhani kama tunaweza kuwa na hukumu ya Kiislamu namna hii, ni kwamba wewe ukitembea mbele ya Imam Ali itakuwa wewe umeangamia. Kuwatangulia ni kwa maana wao ndio wakekombee katika mambo kutuongoza sisi. Pia akatwambia wala tuallimuhum fa innahum a'lamu minkum. Taban wakiwa wao ni wayuzi, hizi zote zafidisha mutabaa, hazifidishi kuwapenda. Na yani swala sio mweleza hizi kwa ni mulahadha kujibu zile kama wewe utapambanua pia si sema. Sasa yani kwa hivyo tumeamua pia kukuomba utufafanulie hii hadithi ya toka kwa mtume ya tunataka tuwafanye nini hapa. Naam. Taban tuyua nususi za Qur'ani huya kwa mujmal. Na mimi ndo kanena hapa alipopendelea mtume ni kuwapenda. Na hiyo leo Ibn Hajar pia hayapingana. Mimi itikadi yangu mimi yoyote katika ahlul bayt na wewe atakapokuwa, lakini ana kitu fulani ambacho kwamba kama wanavyonena wenyewe watu wa tarehe faina sirra bihi fi yoyote atakapokuwa ikiwa katika ahlul bayt. Na yeye Ibn Hajar pia alipopendelea amekusudia namna hiyo. Yoyote ambao kwamba ni mwanachuoni katika ahlul bayt, ikiwa imekurudia wakati wa sala mathalan, wako wawili miongoni mwa njia ambazo kwamba za kutangulizwa mtu, ikiwa amekosekana afkahu, amekosekana akrao, basi uangaliwa al-Hashimi akatangulizwa. Kwa hivyo hapa ni kwamba msiwatangulie wao katika mambo ambayo kwamba yani ni mambo ya khairi au mambo mazuri, yani mutafedi mtakuwa mkufanya kitu kizuri zaidi ambacho kwamba mtume atakitenda zaidi. Na tunatuambia ma in tamassaktum bihi hiyo ni mbali lan tadhillu, hiyo ni mbali, yani masala ya tamassuk kama ile faman istamsaka bil urwati al wuthqa. Hii hadithi iko hapa. Kuna mambo mawili lakini tofauti. Ndio kuna ma in tamassaktum bihi lan tadhillu, bali ni mbali hiyo. Kuna na hii riwaya nyingine ambazo kwamba ni mbali zinao ma in tamassaktum bihi zinao imekuja ni kwamba kuna hadithi zina thaqalain kisha na mwisho zina ma in tamassaktum bihi. Sasa ukwambia nini? Sasa vipi tamassuk, wafahamu nini maana ya tamassuk? Yani kushikamana nao vipi? Kivyovyote yani kila ndio kufuata, yani ustalahi ya Qur'ani. Angalia tusikanushe siku badiliyat. Mtume anapokuambia tamassak na ahli albayt, yani ima tukue maana lugha wetu tukashika mkono la sio pekee yake, sawa, tumefahamiana. Hao ma in tamassaktum bihima lan tadhillu, hamtopotea. Yani masala ya kupotea iko kwenye masala ya kutafuta kiongozi, haiko kwenye masala ya kupenda. Yani sasa hiyo lazima tuipinge kwa kitu wake.
yani lao tutafuata ni kauli hiyo. Na leo mathalan kwa wakati huu wetu sasa Ahlul Bayt ikiwa tutafuata itikadi ya Kishia ni kwa hakuna Ahlul Bayt kwa sasa. Ahlul Bayt ni mahdi ambao wamesika. Walioko ni dhuria wa Ahlul Bayt. Na Mtume ametuambia mshikamana na Ahlul Bayt. Kwa hivyo kwa sasa yao ikhtilafu ni nyingi. Mpaka hao wanaodai Mtume pia hako, lakini ndio kufahamisha Mtume pia hako, na sisi tumeambiwa tushikamane na Mtume. sasa hii kushikamana na Ahlul Bayt ni kushikamana na mafundisho yao na muongozo wao na kuwatii. Sasa ndio kukwambia yani lazima kwa waweko hai wala hatukhalifiana mpaka hapo. Hapo tumeambiwa ikiwa umeshikamana nazo siku zile hamtopotea. Bila shaka tukifuata hiyo kauli yake kwamba umetuelezea. Sasa mimi nakwambia kwa hili iliyopendelewa kushikamana na Ahlul Bayt kwangu mimi na dalili yangu kwenye Qur'ani ni kuwapenda. Kwa sababu Mungu ametumia hasri ya la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Kuwapenda. Hii ni aya yazungumza masala mbali na hii hadithi yazungumza. Na aya na hadithi ndio hufasiriana kwa sababu lakini si aya yoyote huweza kutunda kufasiri hadithi yoyote. Ila mimi naweza kukwambia ile hadithi inenao kadhaa aya fulani hufasiri ya zaka. Hii aya fasalu fa inni la as'alukum ajran illa al-mawaddata fil qurba iko kwenye kadhia mbali wala haiko kwenye Ahlul Bayt, iko kwenye qurba. Tumefahamiana. Na hii iko kwenye masala ya kutuambia sisi kuongoza. Hizi ni vitu viwili hazina alaka. Haya. Tukitaka tukuitia hiyo ambayo itaka wewe. Mkishikamana na hawa Ahlul Bayt ndio hamtopotea kwa sababu ya kufuata itikadi. Kuna hadithi zinatakaleen kisha na mwisho zina ma intamassaku bihima. Sasa ukwambia nini? Sasa vipi tamassuku, wafahamu nini maana ya tamassuku? Yani kushikamana nao. Kushikamana nao vipi? Kivyovyote yani kila ndio kufuata. Yani ustalahi ya Qur'ani, angalia tusikanushe vitu badiliyat. Mtume anapokuambia tamassak na Ahlul Bayt, yani ima tukue maana lughawi tukashika mkono la sio pekee yake. Sawa, tumefahamiana. Hao ma intamassaktum bihima lan tadhillu, hamtopotea. Yani masala ya kupotea iko kwenye masala ya kutafuta kiongozi, haiko